Bwana, uenda ukawa unajiuliza itakuwaje, maana babake na Ryan, yani Ghost, amedhamiria kuutaka uraisi. Lakini tukumbuke tu ya kwamba huyu mzee yuko radhi amuue hata Ryan kwa ajili ya kuweza kuumiliki uraisi wa Tanzania. Na mtu wa kwanza huyu mzee Ghost anayetaka kuweza kudili naye ni yule mtoto wa makamu wa rais, yani namzungumzia Flora. Je, atafanikiwa kumpata Flora? Nikakwambia usikose katika sehemu ya 5, na hatimaye ndo hii sehemu ya 5. Mimi naitwa Uncle J, mzigo umetayarishwa na kuendelea na Eda Zaria G Msulwa. Bwana, karibu tupate kuendelea kujua nini hasa kilichomo kwenye huu mzigo wa chapter 5 ya I See You Kill Me. Karibu. Na ninakwambia iwe hata kwa kumwaga damu, ni lazima mimi niwe rais. Mimi sina muda wa kusubiria, na endapo mtu yoyote akijitokeza kutuzuia, tutamwaga ubongo. Hata awe ni nani, lazima tuumwage ubongo wake. Nadhani unanielewa Max. Na ndio maana hata mwanzo nilisema kama Rani na yeye amejiweka mbele kunikinga mimi niwe rais, tunamwaga ubongo wake. Sitaki mtu anizuie mimi kwenye swala zima la rais. Uraisi na utaka, iwe jua iwe mvua. Ghost, yani sio kwamba mimi labda sikuelewi. Hapana. Mimi nakuelewa tena vizuri sana ndugu yangu. Ila sijui nisemaje. Tusipigane vita ambayo sisi haituhusu. Tusubiri waingie kwenye 18 zetu. Kwa maana ya kwamba huyu binti huyu Flora, kwa sasa tumwache kwanza. Tumwache tusome mchezo na awe ndio target yetu. Endapo kutatokea cha kutokea, kitakachotulazimu ni kuweza kumteka. Kwa sasa tukimteka, tutampa yule fala point ya kuzungumza ikiwa tayari wameshapata mafaili yetu. Naam, mzee Max alizungumza na kumfanya Ghost ajifikirie kwanza kwa muda kidogo. Mimi nimekuelewa. Basi kama umeelewa, usiku mwema kwa mara nyingine. Nawe pia ndugu yangu. Mzee Max alitoka ndani ya chumba hicho na kisha akarudi sasa chumbani kwake. Naam, ulinzi mkali uliokuwa umeimarishwa eneo lilipokuwa kaburi la Rais Eddie uliweza kumkaribisha msaidizi wa Katha, na kisha msaidizi wa Katha alienda pale kumfuata mwanamama Katha ndani ya gari, akamwambia madamu, tayari kupo salama kabisa. Mwanamama Katha pamoja na Nadia walivaa kofia kubwa za duara zenye vitambaa vyepesi vilivyokuwa vimezunguka kichwani mwao. Wakatembea hadi eneo lenye kaburi, huku walinzi wakiendelea pale kuwa makini mno. Sasa mama, tumekuja kufanya nini ikiwa mtu ambaye ametuleta hapo umesema kwamba yu hai? Nadia alizungumza huku akimtazama mama yake. Taratibu mwanamama Katha alichuchumaa na kisha akavuta pale kikoleo kidogo cha kufungulia mfuniko wa zege wa kaburi hilo. Walinzi wawili wa Katha wakasogelea kaburi hilo. Hebu toeni moja ya kipande kidogo cha fuvu na kihitaji. Wakaingia ndani ya kaburi na kutoa kipande kidogo cha mfupa ambacho ni baadhi ya vipande vidogo vidogo vya mwili wa Rais Eddie pamoja na majivu waliokuwa na amini ya kwamba asilimia kubwa mwili wake uliungua na moto. Nahitaji kupima DNA yake ili nithibitishe kwamba kweli aliyekufa ni yeye au tunataniana. Mama, ila picha mbona zinajieleza? Nataka kujiridhisha. Kipande hiko cha mfupa kiliwekwa kwenye mfuko mdogo wa nailoni na kisha wakaondoka makaburini hapo na kuelekea katika nyumba aliyokuwa amefikia Nadia. Unajua, kusema ule ukweli, moyo wangu hauamini kabisa. Hauamini kabisa yule makamu wa rais, sijui kama ataweza kupata kiti cha urais. Mwanamama Katha alizungumza huku akimiminiwa pale wine kwenye glasi yake pamoja na Nadia. Mama, tumewapata miezi 3. Ngoja tuangalie wana mpango gani. Alafu naona ni mzee sana, sijui kama atahimili mikiki. Mama, tumechoka, tupumzike, na kama ni kuwajadili hao watu, tutawajadili kesho.
mimi nina usingizi. Nadia aliinywa ile waini yake yote na kisha akapandisha pale ngazi kuelekea chumbani kwake na kumwacha mama yake akiwa anaendelea pale kunywa mvinyo taratibu kabisa. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Ryan akizungumza kwa kusema habari za asubuhi Tanzania. Ryan alizungumza hivyo kimoyo moyo, na hii ni mara baada ya kutoka ndani ya uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bosi, habari? Mwendesha taksi mmoja alimchangamkia Ryan. Safi tu. Bwana, mimi na usafiri bosi, upo? Ryan alimkabidhi dereva huyo begi kubwa kidogo hivi lenye nguvu na kisha wakaelekea alipokuwa amesimamisha taksi yake. Wakaingia ndani ya taksi na taratibu walianza kuondoka uwanjani hapo. Unajua hali ya manyunyu bwana, inakata joto kabisa yani. Dereva alianzisha mazungumzo kwa furaha kweli kweli, na ndipo Ryan akasema, inakata joto, naona jiji limezidi kuchangamka. Ndio mkuu. Vipi, nikupeleka wapi boss? Nipeleke hoteli yoyote nzuri ambayo iko Sinza. Okay, sawa mkuu, haina shida kabisa. Wakaendelea na safari huko Ryan akitazama mandhari ya nchi yake pendwa ambayo aliondoka akiwa katika hali ya kutokujitambua mara baada ya kuwekewa sumu kwenye chumba cha mahojiano. Mkuu, mbona unatazama sana nje? Ni muda mrefu sana nini hujafika nchini Tanzania? Ni muda mrefu sana sijafika. Bwana, karibu sana bwana Tanzania. Unajua Tanzania ni jiji lenye raha za kila aina bro. Kwa hiyo huko raha zipo za kumwaga sana yani. Huku utaenjoy bro. Yani huku ukitaka simulizi yuko mtu mmoja hivi anaitwa Nkojei, ukitaka sijui mambo ya nini mapicha nini yuko photographer mmoja anaitwa Lakson Ruga, ukitaka sijui yani umstarehe, wanawake, pombe nini, starehe zote unazozitaka, makasino manini. Ukitaka watoto kali wale wenye, wewe niambie, mimi nakusababishia mambo bro. Ryan alijikuta na tabasamu huku akimtazama dereva huyo. Walifika kwenye hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Inabidi basi unipatie namba yako, kama nitakuwa na mzunguko basi nitakupigia. Bro, hilo limeisha hilo bro. Ryan aliandika pale namba ya dereva huyo katika simu yake na kisha akamlipa kiasi ambacho anakihitaji na kisha akashuka ndani ya gari. Alikabidhiwa pale begi lake la nguo na dereva na kisha akaingia ndani ya hoteli hiyo. Macho ya Ryan yalitoka katika sura ya mrembo alikuwa amesimama eneo la mapokezini. Uzuri wa sura msichana huyo ilimfanya Ryan apigwe na bomboazi. Hello. Binti huyo alizungumza huku akimpungia Ryan mkono usoni mwake. Hai. Ryan alizungumza huku akitabasamu. Karibu sana hotelini kwetu. Nashukuru. Je, naweza nikapata room? Ndio, unaweza ukachagua kwenye list yetu. Mwanadada huyo alizungumza huku akimuonyesha Ryan vyumba vilivyokuwa wazi katika kompyuta yake. Ryan alichagua pale chumba kimoja na kisha akalipia malipo ya siku 3. Unaitwa nani dada? Naitwa Vivian. Mashallah. Jina ni zuri kama wewe mwenyewe. Nashukuru. Binti huyo alizungumza huku akitabasamu, kitu ambacho kikamfanya mpaka Ryan yazidi kuona uzuri wa binti huyo. Je, naweza nikapata namba yako ya simu? Hapana, hiyo ni nje ya taratibu za kiofisi. Okay, sorry, nimekuelewa. Hakuna shida, karibu na ufurahie huduma zetu. Nashukuru sana. Kweli Ryan akaingia ndani ya lifti na kisha akapandisha mpaka kwenye ghorofa yenye chumba chake. Mara baada ya kuingia ndani ya chumba chake, akakikagua pale chote na kuhakikisha kwamba hakina kamera. Alichukua kifaa maalum cha kuweza kutafuta vinasa sauti vilivyofungwa ndani ya chumba hicho. Alipohakikisha kwamba hakuna kinasa sauti, alianza pale kutoa laptop maalum aliyokuwa amekabidhiwa na Eddie ambayo watakuwa wanafanya mawasiliano mara kwa mara. Akaiweka mezani na kisha akaichomeka kwenye chaji. Alitoa simu nyingine ambayo ilikuwa ina uwezo wa kupiga simu kwenda nchi yoyote na katika namba yoyote, na imewekewa software ambazo mazungumzo ya simu hiyo hayawezi kunaswa na mtandao wowote na kusikilizwa. Akaingiza pale baadhi ya kodi katika simu hiyo na kisha akapiga. Simu ikaita kwa muda kidogo
na kisha ikapokelewa. Ndio Ryan. Mkuu, nimeshafika nchini Tanzania. Okay, safi sana. Naamini taratibu zote za kufuata nimesha kutumia kwenye barua pepe. Fungua na utapata maelekezo. Sawa mkuu. Ryan, hakikisha unakuwa makini na uwe mweledi sana katika hii kazi. Sawa mkuu. Ryan akakata simu, alivua nguo zake zote na kuingia bafuni. Mara baada ya kuoga akarudi pale na kujitupa kitandani huku akiwa na tafakari namna sasa kuingia kwenye soko la ushindani wa uuzaji wa magari. Alafu mbona taswira huyu binti inajirudia sana kila wakati? Ryan alijiuliza hili swali huku akiwa anamfikiria binti yule aliyokuwa amemwona pale mapokezi. Akavaa nguo pale nyingine na kisha akatoka ndani ya hiko chumba chake na kisha akashuka mpaka mapokezini. Samahani Vivian. Bila samahani? Hapa ni wapi kuna mgahawa? Hata hapa ndani ya hoteli yetu kuna mgahawa na kuna chakula cha kila namna. Ukipanda hadi ghorofa ya kwanza utaweza kukutana pale na mgahawa pamoja na bar, utahudumiwa hapo. Okay, sawa, nashukuru sana. Sijali, you are welcome. Ryan akajifanya kama anaondoka na kisha karudi alipokuwa amesimama Vivian. Sorry Vivian, ratiba yako kutoka hapa ni saa ngapi? Saa 4 asubuhi. Okay, sawa, na kama hutojali tunaweza tukatoka pamoja kwa mizunguko. Hapana, mume wangu huwa anakuja kunipitia. Okay, sawa, kuna shaka. Ryan ilibidi arudi chumbani kwake huku akili yake ikiwa inaendelea kumshawishi kumpata Vivian. Sasa natakiwa niweze kurudisha akili yangu. Yule ni mwanamke wa mtu, kwa nini namfikiria sana? Ryan alijizungumzisha yeye na moyo wake huku akijipiga pale mashavuni mwake. Aliweka alarm katika saa yake na kisha akajitupa kitandani. Na haikupita dakika nyingi usingizi kweli uliweza kumpitia. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili. Shikamoo baba. Marahaba. Jembe langu, nipe mrejesho, umefikia wapi kwenye kazi yako? Baba, kusema ukweli, niliowapa kazi wamenikataa. Wamekukataa kivipi? Wameikataa kazi niliowapa. Wamekataa? Kwa nini wakatae? Walisema hawa watu ambao nimewapatia wa uchunguzi hawawezi kufanya hivyo. Na tukiendelea kuwatafuta hao watu basi tutakufa ndani ya masaa 24. Sisi au wao? Hawa watu wangu ambao niliwapatia hiyo kazi wamesema yoyote tutakayempa hiyo kazi atakufa ndani ya masaa 24. Ebu achana nao. Ninajua nini cha kufanya. Una uhakika baba? Ndio, nina kila kitu kwenye hii serikali. Nishindwe mimi kuwapata hawa panya wawili. Nimelala na nimepata akili mpya. Akili gani hiyo baba? Wewe tulia tu kidogo utaona. Baba, nishirikishe. Kama ni swala la kuchangia, japo hata mawazo na mimi nichangie. Makamu wa rais akakaa pembeni ya kiti alichokuwa amekaa Flora. Ipo hivi. Hao watu kivyovyote ni lazima watakuja kugombania na kupiga kampeni ndani ya hii nchi, si ndio? Ndio. Nitakachofanya ni kuhakikisha kwamba ninawaua kimya kwa sumu. Yaani wapi utakapowaulia baba? Popote utakapokuwepo. Kutakuwa kuna washabiki watataka kupeana nao mikono. Sasa hao mashabiki zao nitapandikiza wa kwangu ambao watakuwa wameshika sumu katika mikono yao na kisha watapeana nao mikono, na huo ndio utakuwa mwisho wao. Na hao watu wako itimisi kwamba watakufa? Hapana, wao hawatakufa kwa sababu tayari nitakuwa nimeshaandaa dawa ya antidote ya kuweza kuua ile sumu yote. Ni wazo zuri baba, ila lenye matumaini ya 20%. Haijanishawishi na sidhani kama hao wakuu wako ukiwapelekea hilo wazo watakuunga mkono. Sijui atakuonaje. Sasa mwanangu Flora, mimi nifanye nini? Baba subiri, najaribu kutengeneza mazingira leo hii. Ukirudi tu kazini nitakupatia jibu. Okay sawa, ila hakikisha liwe jibu lenye nguvu. Hakuna shaka baba, kuwa na amani. Makamu wa rais akambusu pale Flora shavuni mwake na kisha kaondoka na kuelekea ofisini kwake. Naam, msikilizaji,
Kwa upande wa pili tunapata kumwona Monica. Baby. Kumepambazuka, amka upate kifungua kinywa. Monica alizungumza huku akimpiga busu rais shavuni mwake. Kwani saa ngapi? Saa 2 kasoro. Aise, unajua ungeniamsha mapema. Nina kikao na balozi wa Marekani saa 2:30. Rais alikurupuka pale na kuelekea bafuni akaoga haraka haraka. Ila baby, unajua nimekuandalia chai. No, sitokunywa mke wangu, nisamee. Muda mwingine na kuahidi nitakula. Jamani baby, siku ile mimi niliandaa chakula hukula. Leo pia hujala jamani. Usijali Monica, nitakula bwana. Rais mara baada ya kumaliza kuoga kavana kuondoka nyumbani hapo kwa Monica. Aliondoka na walinzi wake. Monica alimpigia simu pale mzee Max. Mzee Max akasema, nipe report. Vipi, umefika wapi kwenye mpango wa kuweza kuwashughulikia washenzi? Tunatengeneza mazingira ya kuwapata kiurahisi. Fanyeni jamani, mimi nimechoka kulala na hiki kirahisi jamani. Usijali Monica, mazuri yanakuja. Sawa mkuu, uwe na asubuhi njema. Nawe pia. Monica alikata simu na akajibwaga kitandani na kuendelea na usingizi aliyokuwa ameukatisha ili kuweza kumwamsha mheshimiwa rais. Naam, msikilizaji, saa 4 kasoro Ryan pale akaamka. Aliamshwa na mlio wa simu yake aliyokuwa ameitegesha alarm. Akaviweka pale vitu vyake vizuri na kisha akafunga chumba chake na kuelekea mapokezeni. Akamkuta pale Vivian akiwa na mhudumu mwenzake wakielekezana ili kuweza kubadilishana zamu. Jamani, mimi natoka, nimeacha vitu vyangu chumbani. Je, vitakuwa salama? 100%. Vivian alijibu huku akitabasamu. Okay, sawa, mimi naamini. Kweli akaingia mwanaume mrefu alikuwa amevalia miwani mieusi na shati jeusi, huku kichwani mwake akiwa amenyoa kipara na alikuwa ameacha ndevu nyingi mashavuni mwake pamoja na kwenye kidevu. Vivian alishtuka kidogo. Alianza kujawa na wasiwasi, kitu ambacho Rani kwa uelewa wake alishakigundua kwa haraka mno. Hujabadilisha tu nguo zako eh? Mwanaume huyu alizungumza kwa ukali kidogo. Namalizia hapa mahesabu baby. Sitaki upumbavu. Nenda kabadilishe nguo haraka sana. Sawa? Alizungumza kwa kufoka huyu mwanaume na kumfanya Vivian kutoka hilo eneo mapokezini kwa haraka sana, huku akitembea kwa wasiwasi kuelekea katika vyumba vya kubadilisha nguo. Mwanaume huyo akamtazama Ryan kwa dharau na kisha akatoka na akaingia katika gari yake aina Mercedes Benz G-Class yenye rangi nyeusi. Huyu jamani nani? Ndo mpenzi wa Vivian, ana roho mbaya kaka. Wewe acha tu. Sijui Vivian amempendea nini, yani anamtesa kwa vipigo na anamdhalilisha mbele ya watu alafu wala hatajali. Rani akatazama gari hiyo na kisha akatoka na kusimama pembeni ya hiyo gari. Hazikuisha dakika 2 Vivian akatoka huku akitembea haraka haraka, huku akiwa amevalia viatu virefu. Ghafla kisigino cha kiatu alichokuwa amekivaa kilikatika na kumfanya aanze kwenda chini, na kwa kasi ya ajabu Rani alimdaka Vivian kabla ya kuanguka, kitendo kilichomfanya yule jamaa aliyomo ndani ya gari kufungua pale mlango kwa haraka mno. Akashuka kwenye gari akiwa amefura kwa hasira kweli kweli, huku akimtazama Rani jinsi alivyokuwa amemshika kiuno mwanamke wake. Pole sana, Rani alizungumza huku akitabasamu na kumfanya Vivian kutokwa na macho ya uoga, kwani hilo alilolifanya Rani ni kosa kubwa mno. Ghafla Rani alishtukia pale Vivian kinyakuliwa kutoka mikononi mwake na kisha kasimamishwa pembeni. Wewe unapata wapi ujasiri wa kumshika mwanamke wangu wewe? Mwanaume huyo alizungumza huku akikunja mkono wa shati lake. Alimtandika kibao kimoja cha shavu Rani mpaka watu waliokuwa wanapita eneo hilo akasimama kushangaa kitendo hiko ambacho kwa walioona tukio hilo toka mwanzo walijua tu kabisa kwamba Rani amefanya jambo sahihi mno. Jamaa bwana akarusha kofi jingine, ila Rani akarudi nyuma na kufanya walinzi na baadhi ya vijana wa bodaboda pale kuweza kuingilia huo gomvi. Wakaambia, wewe mwanetu unazingua, mwanangu demu wako alikuwa avunjike mguu. Jamaa hapa kamdaka mke wako, kamsaidia mwanangu, afu unaleta ubabe mwingine ukishamba huo. Alikuwa ni mmoja waendesha pikipiki, alizungumza hivyo kwa kufoka kweli kweli. Yule jamaa akasema, ingia kwenye gari. Alikuwa anamwambia yule demu wake Vivian. Jamaa alizungumza huku akimnyoshia Vivian mkono, na kweli Vivian akaingia ndani ya gari huku akitetemeka mwili mzima. Wewe chunga sana wewe, ujue unaongea na nani wewe? Jamaa alizungumza huku akimnyoshia Ryan kidole. Akaingia ndani ya gari na kisha akaondoka hilo eneo kwa kasi mno. Oya, pole jamaa yetu mwanangu, watu wengine wazinguaji kinoma mwanangu. Usijali mwanangu. Na chombo cha usafiri.
Ya nacho bro. Kijana huyo akarudi alipokuwa amesimamisha pikipiki yake na kisha kaiendesha mpaka sehemu alipokuwa amesimama Ryan. Huku watu sasa waliokuwa wanashuhudia tukio hilo walikuwa wanaendelea pale na mambo yao. Wewe mwanangu ifuatilie ile gari. Poa mkuu, hamna noma. Wakaondoka eneo hili na kwa bahati nzuri wakaliona gari hili kwa mbali likiwa katika foleni. Usilisogele kwa karibu, sitaki wajue. Poa kaka. Dereva huyo mwenye ujuzi wa kupenyeza penya kwenye magari yaliyopo kwenye foleni wakasimama mita kama kadhaa hivi kutoka gari hilo lilipo. Tazi kiruhusu tu utajitahidi kuweza kutembea naye na jitaji kuweza kujua anapokaa. Poa bro, wala tusijali mwanangu. Umekutana transport hapa, mimi dereva, yani katika madereva hapa Bongo, mimi ndo dereva yani. Nakubali mwanangu. Sasa huku kwenye gari msikilizaji, yule mwanaume akawa anafoka kulikuwa anamwambia Vivian, "Wewe yule jamako ni nani yule?" Yule mwanaume alizungumza kwa kufoka huku akimpiga makofi ya mapajani Vivian. Vivian akawa anajitetea, "Mimi sijui baby, yule ni mteja tu." Vivian alikuwa anazungumza huku akilia, kwani alikuwa anamjua mpenzi wake huwa hakubali kumuona hata kama akishikwa na mwanaume yote. "Nasemaje utanitambua leo? Acha tufike nyumbani na leo ndo siku yako ya mwisho kufanya hiyo kazi ya kipuuzi hiyo." Jamaa alikuwa anazidi kufoka huku akipiga honi za fujo kwa gari lililokuwa mbele yake, kwani tayari taa zilikuwa zimesharuhusu. Basi safari ilizidi kusonga hadi wakafika eneo la Oyster Bay kwenye jumba la ghorofa moja lililokuwa limezungushiwa ukuta mrefu tu, huku kukiwa kumefungwa kamera lukuki kabisa. Rani akamwambia yule dereva bodaboda, "Hebu simama hapa." Rani alizungumza huku akisimama kama kutoka nyumba ya tatu hivi kutoka lilipokuwa limeingia gari lilikuwa amepanda Vivian. "Sikia mwanangu, hebu nisubiri hapa mpaka pale nitakapotoka." Ila bro, jumba lenyewe lina fence ile za umeme mwanangu. Kule juu utaingilia wapi sasa?" "Sikiliza wewe transporter mwanangu, nisubiri hapa. Utakachokiona usimweleze mtu." "Poa mwana, haina noma, mimi niko hapa laida." Dereva bodaboda hakuwa na chukujibu zaidi tu ya kumtazama Ryan jinsi alivyokuwa anatembea kwa tahadhari mpaka kawa anakaribia mbele hilo geti. Kitendo cha Vivian kushuka kwenye gari, mpenzi wake alimshika pale mkono na kuanza kumvuta kuelekea ndani, huku jamaa akiwa anavua mkanda wake. Akanamwambia, "Nitakuonyesha leo, yani leo nakwambia umeyakanyaga." Jamaa alikuwa anazungumza huku akiwa anafungua mlango wa mbele kwa funguo. Sasa Vivian akalalamika, "Baby, mimi sina kosa jamani baby." Vivian alijitetea huku akijaribu kujitoa mikononi mwa mwanaume huyo, ila hakupata hiyo nafasi. Mara baada ya mlango kuweza kufunguka, akasukumiwa ndani. Alianguka chini kama vile mzoga. Na uzuri wake maskini ya Mungu, uzuri ambao wanaume wengi wanautamani kuupata, ila kwa mwanaume wake na huyu Vivian ni sawa kama vile hamna kitu. Na hapo ndipo kauli ya wahenga inapokuja kwamba wewe unapojiuliza cha nini, lakini kuna watu wanajiuliza watakipata lini. Jamaa alikuwa anaona kama vile Vivian so mzuri kwake, anamtandika na mwadhibu. Yaani anaona wa nini huyu? Lakini kuna watu huko nje wanamtamani huyo Vivian mpaka wanajiuliza kwamba tutampata lini. Kwa mshikaji aliendelea kumtandika Vivian, anamtandika mikanda ya milini tena kwa nguvu kweli kweli kwenye mapaja yake. Anamtandika mpaka kumpelekea Vivian sasa ibidi asimame na kuanza kulia kama vile mtoto mdogo. Vivian alianza kukimbia kuelekea gorofani. Sasa kwa huko nje Ryan akawa anatazama huu mtaa wote jinsi ulivyokuwa umetulia. Mtaa ulikuwa na majumba makubwa yenye maana, mtaa wenye majumba yenye hadhi ya kimatajiri. Ryan akarudi nyuma sasa hatua kadhaa, na kisha kwa kasi ya ajabu akakimbia na kisha akaudandia ule ukuta, akajirusha juu kwa sarakati. Ndani akatua kimya kimya. Hivi kilikuwa ni kitendo cha dakika 0 tu. Mambo yuko ndani. Ambako ile dereva bodaboda akasema babake noma. Yaani alijikuta kitukana matusi mara baada ya kushuhudia kitu ambacho kwa haraka haraka atakuwa amekishuhudia katika filamu za Kichina, na wenye uwezo wa kuruka namna hiyo ni maninja au watu waliofuzu mafunzo ya juu kweli kweli ya karate. Yule dereva mpaka kana anajiuliza, na hotau ni vipi? Mbona sijaelewa? Mwamba kapitaje pale? Dereva alikuwa anazungumza huko akiwa anaendelea kutazama hilo eneo alipokuwa amekiona iko kitu ambacho yeye kwake anaona kama vile ni kitu cha kustajabisha. Sasa Ryan alipoingia mule ndani, akatazama hilo eneo na hapakuwa na mtu zaidi tu ya magari 6 ilikuwa ni magari ya kifahari, ikiwamo gari walilokuwa wanalifuatilia. Ryan akakimbia kwa kunyata mpaka mlangoni. Akawa anasikiliza kelele za kilio. Akaingia ndani akatambua kwamba kelele hizo zinatokea juu gorofani. Akaanza kupandisha pale ngazi kwa kunyata kuelekea kwa gorofani. "Kwa nini yule jamaa amekugusa? Kwa nini unajipitisha mbele za wanaume ili wakushikashike, si ndio? Wanakushikashika ujue kama wewe ni mke wa mtu." Jamaa alikuwa anazungumza huku anampiga pale. Anampiga kwa nguvu kweli kweli, tena anamtandika sehemu za usoni.
maana alikuwa amemlaza Vivian kitandani huku akiwa amempandia kwa juu. Mimi nitakuua leo malaya, wewe utakuua mchenzi wewe. Jamaa alikuwa anazungumza huku akimkaba shingo Vivian na kumfanya rushe pale miguu huku akikosa pumzi. Kitendo cha Ryan kuingia ndani hapo, jamaa akageuka pa. Oya wewe umefuata tena huko, umenifuata tena huko. Jamaa alikuwa anazungumza huku akishtuka kihisi kama vile ameona mzimu hivi. Ilibidi amwachie kwanza Vivian, ambaye kwa haraka Vivian akajitoa mikononi mwa huyu jamaa, akajibanza kwenye ukuta huku akiwa analia kwa uchungu na uso wake ulikuwa ukivuja damu, maskini ya Mungu. Maana upande wa jicho la kulia lilikuwa limeziba hivi kwa uvimbe, maana alikuwa anapigwa ngumi za uso. Yaani mshikaji alikuwa kama anapigana hivi na mwanaume mwenzie jinsi kitendo alichokuwa anakifanya. Unapata wapi ujasiri wa kuingia nyumbani kwangu, mpumbavu? Jamaa alizungumza huku akishuka pale kitandani. Rani akamtazama Vivian, alikuwa anatetemeka kwa uoga huku akiwa anatingisha kichwa akimwonea huruma sana Ryan, kwani anajua mwanaume wake ni mkatili asiyefaa kuwa kwenye jamii ya watu wa kawaida. Jamaa akarusha ngumi, Rani akaipangua. Alimtandika ngumi 6 mfululizo kudadeki. Ile ndani ya sekunde 2 tu. Uso wa jamaa ukabadilika. Pale uso kaanza kumwagika damu. Meno yakawa yanamtoka, meno manne ya mbele yakaanguka, yakavunjika. Jamaa akabaki na bonge mpengo kudadeki, meno ya juu mawili, chini mawili, yote yalikuwa yameondoka. Paka Vivian ilishangaa. Jamaa akifanya meno yanaondoka. Rani alimtandika teke la kifua yule mshikaji, likamrusha mpaka kwenye dressing table. Akaangukia kule dressing table yenyewe ikavunjika pale. Rani akamsogelea, akamnyanyua yule mshikaji. Jamaa amelegea, yani amelegea, unajua kulegea? Kama mgonjwa wa malaria, maana hakuwahi kukutana na kipigo kizito cha haraka kama hiko. Yani hata dakika moja haikuisha, mshikaji kalegea, kusimama hawezi. Rani akamhoji yule mshikaji, hivyo unapata wapi ujasiri wa kuweza kunipiga mbele za watu? Rani alimhoji mshikaji na kumfanya Vivian yabaki akiwa medua, kwa maana ya kwamba mbabe wake amepatikana kwenye kona mbaya mno. Na kuuliza, wewe mbwa, unapata wapi ujasiri wa kunipiga pale mbele za watu? Jamaa alikuwa anatamani kuzungumza ila alikosa ujasiri. Rani alimtandika bonge ngumi, tena ngumi nzito kweli kweli, ambavu ilivunja mbavu 4 za upande wa kulia za mshikaji. Jamaa alilia pale kwa maumivu makali. Rani akakitoa pale kipande cha kioo, akataka kumkita nacho jichoni, ila Vivian akapiga kelele, msamehe tafadhali nakuomba. Vivian alizungumza huku akilia, kitu ambacho kilimfanya Rani kushangaa, kwani kwa jinsi alivyokuwa amepigwa Vivian, inakuaje anamwambia msamaha mwanaume wa aina hiyo? Hivyo una akili timamu kweli wewe mdada? Hujioni jinsi alivyokuwa amekuumiza usoni? Na kuuliza, hujioni usoni jinsi ulivyoumia? Rani alifoka huku akimtazama Vivian kwa macho makali kweli kweli. Ingekuwa sio mimi kuweza kutokea hapa, ungekuwa umeshakufa. Hivi ana haja gani huyo kuendelea kuishi kwenye dunia? Naomba msamehe kakaangu, msamehe. Rani alikaa kimya huku akiwa anamtazama Vivian, kisha akamwachia yule jamaa aliyekuwa anaendelea pale kuugulia maumivu. Nikikuachia hivi utaleta dharau. Rani alizungumza. Pale akamkita kipande hicho kikubwa cha kioo kilichokuwa kimechongoka katika paja la mguu wa kushoto. Jamaa alipiga makelele, baba nakufa, baba. Yaani alilalama kwa uchungu kweli kweli, huku damu zikianza pale kumtoka katika paja lake. Unampenda? Rani aliuliza na kufanya Vivian kumtazama mwanaume wake aliyekuwa analia. Mimi nimemchoka, simtaki tena. Vivian alizungumza kwa ujasiri huku akisimama. Beba kile kilicho chako tuondoke. Vivian ilibidi atembee huku akiwa anachechemea. Akafungua pale kabati kubwa la nguo na kutoa pale nguo zake zote za kazini, akatupia ndani ya begi kubwa. Usiniache Vivi, usiniache. Hujui thamani yangu mbwa wewe. Kuwa na dhiki sio kuweza kunigeuza mimi kwa kama mtumwa wako. Vivian alizungumza huku akikusanya pale viatu vyake. Mwanaume huna huruma. Hujui mimi ni binadamu, unahisi mimi ni mbuzi wako, unanipiga unavyojisikia. Sitaki tena, sikutaki. Vivian alizungumza huku akilia kwa uchungu mwingi mno. Nisikilize mbwa. Endapo nitasikia umemfuatilia huyu mwanamke,
nitarudi na kukuvunja meno mengine. Nitakuvunja mguu, na ndio itakuwa siku yako ya mwisho kuendelea kuishi kwenye dunia. Rani alizungumza hivyo. Vivian akabadilisha pale t-shirt aliyokuwa amevaa, maana ilikuwa imejaa damu zake. Akavaa t-shirt nyingine, akamsogelea mwanaume wake alikuwa amelala chini. Alimpiga pale mateke mawili yasiyokuwa hata na nguvu. Katili mkubwa wewe. Vivian alizungumza huku akijua kabisa mtetezi wake yupo, ila angekuwa yeye mwenyewe asingethubutu kuweza kurusha hata kofi. Vipi, huna ulichokisahau? Funguo za gari langu na kadi yangu. Vivian alizungumza huku akifungua shelf iliyopo ukutani ndani ya kabati la nguo. Alitoa pale kadi yake ya gari yenye jina lake, na kisha akachukua pale vibunda vya pesa za Kimarekani 4 na kuvingiza ndani ya pochi yake. Alichukua funguo ya gari ndani ya drawer ya kabati, akamwambia niko tayari. Vivian alizungumza huku akiwa na hema kweli kweli. Nimesahau. Vivian alizungumza huku akifungua pale drawer nyingine. Alichukua pale mikufu, heleni, ambavyo vyote hivyo ni vya dhahabu na almas ambazo mwanaume wake alikuwa anamnunulia kama zawadi. Usiniache baby, nisamee, nakupenda, ni wivu tu. Mwanaume huyo alikuwa anazungumza huku akilia kwa uchungu. Achana na mimi. Vivian alizungumza kwa kujidai huku akichukua simu yake mezani pale, na kisha wakatoka ndani hapo akiwa na Ryan. Receiver inayohifadhia rekodi za CCTV kamera iko wapi? Iko sebleni. Walifika sebleni na Ryan akachomoa pale nyaya za kifaa hicho kinachohifadhia rekodi zote za kamera za nyumba hiyo, ambayo ilikuwa imefungwa kamera mpaka jikoni. Hii yote ni kwa ajili ya wivu aliokuwa nao mwanaume huyo. Wakatoka nje na Vivian akaminya pale batani iliyopo kwenye kishikizo cha funguo yake, na taa ikawaka kwenye gari moja wapo aina Range Rover. Huwezi kuendesha, leta ni kuendesha. Vivian alimpatia funguo Ryan, na kisha wakaingia ndani ya gari huku Vivian akiweka mizigo kwenye siti ya nyuma, na taratibu akaligeuza gari hilo na kuelekea eneo la getini, na likaanza pale kujifungua taratibu. Wakatoka ndani ya jumba hilo na kumfanya yule bodaboda kuipanda pikipiki yake kwa haraka mno. Ryan akasimamisha pale gari hiyo pembeni ya bodaboda huyo, akatoa pale kiasi cha $100 akamkabidhi dereva bodaboda. Ulichokiona fanya kama vile uje kukiona na wala uje kukisikia, sawa? Usijali boss, limeisha hilo. Mbele $100 bodaboda ilibidi akubali huko akimtazama Vivian jinsi alivyokuwa amevimba uso. Kadi yangu boss, ukihitaji usafiri wa Fastway nipigie namba yangu zote zile 3 miziko hewani. Okay, fresh, usiwaze. Rani alipokea kadi hiyo na akaiweka mfukoni, na kisha wakaondoka eneo hilo kwa kasi na kumfanya bodaboda huyo afurahie kweli kweli asubuhi yake hiyo, kwani sio jambo rahisi kuingiza kiasi cha pesa tena mapema kiasi hiko. Inabidi nikupeleke hospitalini. Hapana. Jamaa na watu kila mahali. Mimi nitapona tu mwenyewe. Vivian alizungumza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Sasa hivi inabidi twende Bagamoyo. Kufanya nini? Kuna nyumba yangu ya siri nilinunua kule, ipo ndani nani haijui. Huko na mimi nitakuwa salama kuliko hapa mjini. Lazima atanitafuta na akitushika atatuua. Usijali, ngoja tupite hotelini nichukue mizigo yangu. Hapana, wanaijua hii gari. Usijali, naisimamisha mbali. Siwezi kuondoka bila mizigo yangu. Vivian alikaa kimya huku akimtazama Ryan usoni mwake, na kisha alizingisha kichwa kukubaliana na alilokuwa amelizungumza Ryan. Wakafika eneo la karibu na hoteli hiyo. Ryan akasimamisha gari na kwa haraka akatembea hadi pale hotelini. Pole sana kaka. Dada wa mapokezini alizungumza huku akimtazama Ryan aliyepita kwa kasi kuelekea kwenye lifti. Ryan hakujibu chochote zaidi tu ya kupandisha gorofa na lifti hiyo. Oh shit, kadi nimesahau. Ilibidi sasa arudi mpaka mapokezini. Kaka tusamee sana kwa jambo lilotokea hapa. Meneja amesharipoti polisi kwa maana kwamba amefanya fujo kwenye hoteli yetu, na meneja ameniomba sana utakapoweza kurudi tu umuone ofisini kwake. Naomba nipatie kadi tafadhali. Ryan alizungumza huku akimtazama mhudumu huyo aliyekuwa amejiongelesha maneno mengi. Akampatia kadi ya chumba chake na Ryan akaelekea chumbani kwake. Alikusanya kila kitu chake na kisha akarudi mapokezini na kuiweka kadi ya chumba chake juu ya meza. Kaka, tunaomba sana utusamee, usikasi. Mhudumu wala kumaliza sentensi yake, Ryan akawa tayari ameshatoka mlango wa kuingilia hotelini hapo. Akarudi alipokuwa amemwacha Vivian, akaingia ndani ya gari na kisha wakaondoka hilo eneo. Simu ya Vivian ilianza kuita. Alitoa ndani ya kipochi na kisha akamgeuzia Ryan. Ananipigia. Pokea. Nimwambie nini? Pokea. Vivian akapokea huku akitetemeka kwa uoga. Oya we,
umemleta huyo malaya wako nyumbani kwangu, ameharibu nyumba yangu na kukuchukua wewe, au sio? Sasa nakwambiaje, umeanzisha vita na nitahakikisha kudadeki zenu na wakamata kabla giza lijaingia, na nitawaua shenzi nye. Mwanaume wa Vivian alizungumza kwa mikwara na kumfanya Ryan kukata ile simu na kisha kaizima. Kabla kutua nitamua yeye. Ryan alizungumza kwa kujiamini huku akiongeza mwendo wa gari hiyo na kufanya Vivian baki njia panda, kwani hadi sasa hivi bado hajamjua Ryan ni nani, na kila alichokiona ndani kwake hisia zake zinamfanya aanze sasa kumuona Ryan huyu si mtu wa kawaida. Kwani wewe ni nani? Vivian alizungumza kwa upole huku akiona mtazama Ryan usoni mwake, na Ryan akasema nobody. Nini? Nimekuokoa kutoka kwenye mdomo wa kaburi. Nielekeze nikufikisha unapokwenda, na yule mpuzi wako nitadili naye atakapoweza kujaribu kudili na mimi. Hivi unamjua Victor vizuri wewe au unaongea? Yule mwanaume daa nzima ameshika hapa mkononi mwake. Sio maskari wala sio viongozi wa kiserikali. Hakuna anayemgusa. Wewe unaongea kirahisi tu, humjui wewe yule eti. Hapo Ryan akakaa kimya huku akimtazama Vivian usoni mwake. Nakwambia ukweli, Victor ni jambazi. Tena jambazi haswa, yani yule alioshindikana. Anajihusisha na uzaji wa madawa kulevya na anamiliki magenge mengi wahalifu ndani na nje ya Tanzania. Anauza pia silaha kwa waasi wa nchi ya Kongo na Somalia, na ndio maana nakwambia humjui. Atatuua tu. Ni bora tu tukarudi kwake. Hivyo unaenda wazimu kidogo kichwani mwako eti. Kwa hiyo ukirudi unahisi kwamba atakuacha hai uendelee kuishi. Hebu nielekeze tunakunja wapi? Ingia kulia. Ryan alisimamisha gari ghafla. Unataka kufanya nini? Ryan alichukua begi lake, akatoa pale kifaa kinachoweza kugundua kifaa cha GPRS ambacho kimefungwa ndani ya hili gari. Unafanyaje? Nakagua kama hii gari na GPRS. Oh Mungu wangu, nimesahau kweli. Amefunga hii gari GPRS. Rani alifanikiwa kupata kifaa hiko kidogo cha GPRS kilichokuwa kimewekwa ndani ya siti ya gari hiyo, na kifaa hiko kidogo ambacho sio rahisi kwa kukiona kwa macho. Kivunje. Vivian alizungumza hivyo, ila Ryan akatazama maeneo hayo ambapo kulikuwa kuna kituo cha mabasi yaendayo Mkata. Akasogelea basi moja na akajifanya kama vile anataka kupanda, akakidumbukiza hiko ndani ya eneo ambalo sio rahisi kwa mtu kuweza kuona, na kisha karudi alipokuwa amelegesha gari lake. Akapanda na kuendelea na safari ya kuendelea katika mji wa Bagamoyo. Vivian alizungumza huku akiwa anaendelea kumwelekeza Ryan hadi eneo ilipokuwa nyumba yake iliyokuwa imejificha katika shamba kubwa lenye minazi mingi, huku ikiwa imezungushiwa pale ukuta. Kwa hiyo hapa ndio kwako? Ndio. Ryan alizungumza huku akitazama utulivu wa eneo zima la shamba hilo. Funguo ninaifichaga chini ya ule mnazi. Vivian alizungumza hivyo na kisha akanyoshia pale kidole kwenye moja ya mnazi. Ryan akashuka na kusogelea mnazi huo. Akachuchumana kuingiza pale mkono kwenye tobo la shina la mnazi huo na kisha akatoa funguo. Alifungua geti na kuingiza gari ndani. Mbona umenunua nyumba mbali Kesiko? Eneo hili huwa ninalitumia kwa ajili ya kuja kupumzika kama nikikereka sana na Victor. Huwa napenda nikiwa nina mawazo niwe na kami mwenyewe. No, okay. Sawa. Una dawa ni kudumia huo usako? Vivian alitoa pale kisanduku chenye vifaa vya huduma ya kwanza. Maisha yangu haitakuwa sawa kama ilivyokuwa hapo awali. Unamaanisha nini? Victor ni mtu mkorofi. Naishi naye ni mwaka wa 5 sasa. Kama amekusudia kuweza kukutafuta, jua tu kabisa atakutafuta tu. Usio na mashaka. Hilo wewe niache mimi. Una uhakika? Ndio wewe sasa hivi cha kufanya, hebu hakikisha kwamba unajiangalia sana afya yako. Mbona unazungumza kwa kujiamini wewe kaka? Kwa sababu najua nini cha kufanya. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, msaidizi wa Victor alionekana pale kumuuliza mkuu wake kwamba mkuu, imekuwaje mkuu? Huyu alikuwa ni msaidizi wa Victor
Alimuuliza Victor huku akimtazama jinsi alivyokuwa amelala katika kitanda cha hospitalini, na hii ni mara baada ya kufikishwa hospitalini hapo na vijana wake. Hebu nenda kwenye ile hoteli ambayo yule malaya anafanyia kazi. Mwambie meneja unahitaji CCTV kamera, rekodi za eneo lile asubuhi. Yaani kwa ufupi nahitaji kamera za eneo lile. Utamwona mmoja wa mshenzi ambaye nimemtia vibao. Huyo ndo nataka mumtafuteni mpaka mumpate. Sawa mkuu. Hakikisheni mnawakamata wakiwa kwa hai. Nahitaji kuwaua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mkuu, hesabu imeshapatikana mkuu. Kazi nzuri. Aliingia pale nesi wa kike akiwa amevalia kigauni kifupi na barakoa usoni mwake na kuwafanya Victor na vijana wake kumtazama kwa matamanio, kwani alikuwa na mwili hivi uliojengeka vizuri kweli kweli. Alikuwa na msambo anda. Nimekuja kukuchoma sindano ya kupunguza maumivu. Nesi huyu alizungumza kwa sauti laini iliyowapumbaza Victor pamoja na kijana wake. Nesi huyu alichukua pale sindano moja yenye dawa na kwa kasi ajabu akamchoma kijana wa Victor shingoni mwake na kumfanya anguke chini. Sasa Victor akiwa katika hali ya mshangao asijue nini kinaendelea, nesi huyu akamkita sindano na yeye kifuani na kisha akasukumia dawa yenye sumu kali iliyokuwa imesambaa kwa kasi mno mwilini mwake. Umekosea sana kumpiga vibao yule jamaa. Pumzika kwa amani. Nesi huyu alizungumza huku taratibu akiyafumba pale macho ya Victor aliyekuwa nakata pumzi taratibu. Nesi huyu akatoa pale simu yake mfukoni na kuandika namba kadhaa na kisha akaiweka sikioni. Kazi imekamilika. Vizuri. Nesi huyu akakata ile simu huku akitazama maiti hizo mbili alizokuwa ameziua kwa kutumia sumu kali. Wakaingia manesi wanne wa kiume waliovalia pale mavazi meupe na barakoa katika nyuso zao, huku mikononi mwao wakiwa wamevalia gloves. Wakaunyanyua mwili wa yule msaidizi wa Victor na kisha wakaweka katika kitanda alichokuwa amelala Victor, kisha wakafunika na shuka jeupe. Wakaitoa miili hiyo na kisha wakaipeleka moja kwa moja katika gari ya wagonjwa, yani ambulance, na kisha wakaondoka hilo eneo la hospitalini kuelekea katika godown moja hivi kubwa kweli kweli. Hakikisheni hakuna kinachosalia. Nesi huyo aliyemua Victor na kijana wake alizungumza na miili hiyo ikaingizwa ndani ya mapipa mawili makubwa na wakaanza pale kumiminiwa tindikali iliyokuwa imeanza kumung'unya miili yao mithiri ya barafu inapokuwa ndani ya maji. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona msaidizi wa Eddie akizungumza akiwa anasema ya kwamba mkuu, mambo yamekwenda vizuri. Victor na msaidizi wake wameuawa. Alikuwa ni msaidizi wa Eddie alizungumza kwani amekuwa akimfuatilia Ryan mienendo yake toka ameingia nchini Tanzania. Rekodi za uwepo wa Ryan kwenye ile hoteli zimefutwa. Ndio mkuu. Mpigie simu Ryan. Msaidizi wa Eddie akapiga simu kwa Ryan na kweli ilianza kuita na kisha ikapokelewa. Ndio mkuu, nakusikia. Ryan, Victor na kijana wake mkuu wameshapotezwa. Hebu hakikisha hujiingizi kwenye masuala mengine yanayoweza kuhatarisha uwepo wako. Haya mambo madogo madogo hebu achana nayo. Sawa mkuu, shukrani sana, na naomba kuuliza. Uliza Ryan. Huyu binti niendelee kuwa naye au niachane naye? Hayo ni maamuzi yako binafsi. Hana madhara kwenye kazi yetu. Ila kama atakuwa na madhara kwenye familia yako basi ni wewe tu. Nashukuru mkuu. Eddie alikata simu na kisha akasimama huku akijinyosha viungo vya mwili wake. Aliingia pale binti mrefu hivi kiasi, akasema boss, nimepata hii picha satellite kwenye kaburi lako jana usiku, kulikuwa kuna watu wamelizingira hili eneo. Ni akina nani? Sijajua ila wanaonekana walinzi na kaburi lako lilifunguliwa. Hii ndio video ya satellite. Nilijaribu kuzoom ila sijafanikiwa kuziona sura zao. Eddie alitazama video hiyo na kisha akatabasamu. Vizuri. Kazi nzuri sana. Niingizie hiyo video. Sawa mkuu. Mara baada ya Eddie kuingizwa video hiyo kwenye simu yake, akanyanyuka na kutoka pale ofisini kwake na kuelekea katika chumba cha Judy. Karibu. Nashukuru. Nina habari njema. Ipi tena? Katha pamoja na Nadia wako nchini Tanzania. He? Haki ya Mungu. Acha mimi nielekee nchini Tanzania nikawamalize. Judy, mambo hayaendi hivyo. Eddie, jua alichonifanyia yule mshenzi.
unatambua fika ameyafanya maisha yangu kuwa ya ajabu. Judy alizungumza kwa hasira huku machozi yakimlengalenga. Nisikilize Judy, mambo haya ndivyo, nisikilize kwa makini. Eddie, hakuna utakachoweza kukizungumza nikakuelewa. Nielewe basi Judy. Unahisi unaweza ukaingia nchini Tanzania asijue? Atajua tu. Kumbuka ya kwamba na watu kila kona. Na hii video ya satellite ambayo mmoja wa watu wangu amenipatia eneo la makaburini ameinasa. Unaona hii idadi ya watu waliokuwa hapo eneo hili ni zaidi ya watu 50 na wana silaha. Ina maana kwamba Katha ana ulinzi, tena sio ulinzi mdogo. Hapo ni kaburini tu, ana walinzi zaidi ya 50. Kama ameingia nchini Tanzania na hapakuwa na kamera yoyote ya uwanja wa ndege iliweza kumnasa, tambua network ambayo Katha anayo imeanza kuanzia juu kwa rais mwenyewe. Kwa nini sasa tufanye? Judy alizungumza huku macho akiwa yamejawa na wekundu. Naona amefungua kaburi langu na wametoa mmoja wa mfupa. Nahitaji kujua upimaji huo wa DNA umefanyika na daktari gani, na tutajua jinsi gani ya kuweza kubadilisha hayo majibu haraka ili kuweza kuendelea kuwathibitishia kwamba alilala pale kwenye kaburi ni mimi. Sasa kama wanatambua upo hai, unahisi hiyo DNA itasaidia nini kuweza kuwashawishi? Yaani itawashawishi? Ndio itawashawishi. Eddie, sasa hivi hakuna cha kuficha tena. Hii vita ni ya kwetu sote. Wametusababishia maumivu sisi sote. Yaani sioni sababu ya kujichosha kuendelea kuwaendekeza hao washenzi. Eddie, nahitaji kuwamaliza. Tuwamalize, full stop. Nina vijana zaidi ya 10,000 ndani ya nchi ya Tanzania. Ngoja niandae timu yangu, timu ya watu wachache wakafanya uvamizi kwenye eneo ambalo wapo, ili waweze kujua kwamba tuna vita nao. Uvamizi? Yaani tunavamia tu au inatakiwa kwenda kuwaua? Nahitaji kuwapa statement moja takatifu, kuwashtua tu kidogo. Kwa hiyo wewe subiria, huu mchezo unajua hauhitaji hasira. Sawa Eddie, na kuamini kwenye hilo, wala usijali Judy. Eddie alitoka chumbani hapo na kurudi ofisini kwake. Alituma ujumbe kwa vijana wake 10 waliopo nchini Tanzania na aliwapa maagizo ya kazi hiyo kuanza mara moja. Msikilizaji, kwa upande wa Ryan alionekana yuko na Vivian, na Vivian alihoji kwamba ulikuwa unazungumza na nani? Vivian alihoji huko akimtazama Ryan usoni mwake mara baada ya kukata simu, na ndipo Ryan akasema, samani, unasema ulikuwa unaongea na nani? Hunijui, sikujui wewe dada. Unapata wapi ujasiri wa kuniuliza swali la kijinga kama hilo? Au kwa sababu nipo ndani kwako hapa ndio sipaswi kuweza kuzungumza na simu, ndio? Mimi na maana yangu kuuliza hivyo. Maana yako ni ipi? Nahitaji kukujua wewe na kujua kama nipo na mtu salama au la. Unajua mambo kwangu yametokea haraka mpaka sasa hivi, yani sijui imekuaje sikujue ni nani. Nisikilize wewe. Nilipomfuatilia yule mume wako sio kwamba labda nilikuwa nakufuata wewe. Sina time na wewe. Mimi nilikwenda pale kulipa kila alichonifanyia pale mbele za watu, kwa sababu sikutaka kumlipa mbele za watu kwa kila alichokuwa amenifanyia, kwa maana kwamba mimi nina ustaarabu ndani yangu. Japo yeye hakuwa mstaarabu, alinidhalilisha mbele za watu. Ndio maana niliamua kumfuata kimya. Na mimi kukusaidia wewe nimefanya kama binadamu tu. Kama binadamu tu mwingine yote yule ambaye angeweza kufanya hivyo. Kwa binadamu yote yule mwenye ambaye angekukuta kwenye hali kama ile, nadhani angeweza kukusaidia. Hivyo nimekufikisha sehemu sahihi uliokuwa unahitaji uweze kufika, na upo sehemu salama. Sasa ni muda wa mimi kuweza kuondoka na sio muda wa wewe kuweza kunijua mimi ni nani. Nimeshakuhudumia uso wako, ni wakati wewe sasa kuuguza majeraha yako ili uwe mrembo kama nilivyokukuta pale alfajiri. Rani alizungumza huku akibeba begi lake. Ujifunze kuchagua furaha kwenye maisha yako kuliko pesa na zawadi zinazogharimu damu yako na mwili wako katika kuteseka sana. Unamaanisha nini? Yule mwanaume angekuwa kapuku, ungempenda? Japo anakutia kipigo cha nusu kufa. Swali Ryan likamfanya huyu binti Vivian akae kimya. Nikutakia maisha mema. Ryan alifungua mlango na kisha akatoka nje. Vivian unajua alijifikiria kwa sekunde kadhaa. Na kisha akafungua pale mlango na kisha akimbilia pale Ryan akamkumbatia kwa nyuma. Tafadhali nakuomba usiondoke. Usiniache peke yangu. Vivian alizungumza kwa kilia na kumfanya Ryan pale kushusha pumzi taratibu, huku akilini mwake akiwa na tafakari awe na Vivian au aachane naye, kwani misheni yake ni kuhakikisha kwamba anaanza kuipoteza familia makamu wa rais kupitia Flora. Naam,
Msikilizaji, vijana wa Rais Eddie wenye mafunzo ya kikomando waliopata meseji za kufanya mashambulizi wakaanza kujiandaa, huko wakibeba pale silaha nzito za kivita. Mmoja wao akaweka ramani pale juu ya meza, akasema, "Oya, eneo hili ndipo ilipo nyumba aliyomo Katha na mwanae. Eneo la mtaa mzima hili wanaoishi ni wafuasi wa Scorpion." Mkuu wa kikosi hicho alizungumza huku akiwaonyesha wenzake, kwani upelelezi ulikuwa umefanyika wa haraka mno. Akaendelea kusema, "Endapo tukikosea namna ya kufanya mashambulizi yetu, tutambue sote tutakuwa ni marehemu." "Sasa tutaingilia wapi mkuu?" "Tutaingilia juu." "Ukimaanisha wanaishi eneo hili ila halina ulinzi wa anga. Tutachokifanya hapa, tutaruka kwa kutumia maparachuti kutokea angani na kisha tutaingia juu ya eneo la nyumba hii. Tupo 10. 4 kati yetu mtahakikisha tuna udhibiti mtaa mzima. 6 tuliokuwa tumesalia tutaingia ndani ya hili eneo na kuwadhibiti hawa washenzi." "Je, operesheni yetu hii ya kuwaua au kukamata?" "Operesheni hii mkuu amesema ni kuwapa tu simu, kuwashtua tu, hatufanyi chochote." "Kuwashtua unamaanisha nini mkuu?" "Mtaona huo muda tutakapoweza kulidhibiti hilo eneo." Kiongozi wa kikosi hiko cha Eddie anachokiamini kweli kinachofanya kazi nchini Tanzania, akawafanya wenzake wabaki midomo wazi, kwani kwa uhatari wa Katha ni vyema akamkamata au kumua. Hiyo ndio itakuwa ndo njia salama kwa upande wao, lakini wao wanaenda kumshtua. Atashtuka? Hebu ngoja tuone. Naam. Baada ya maandalizi pale, wakaingia ndani ya gari moja aina Mercedes Benz Sprinter na kisha wakaelekea katika mkoa wa Pwani. Wakafika katika eneo lenye uwanja mkubwa kweli. Walikuta ndege ya jeshi iliyokuwa imeandaliwa mahususi kwa operation hiyo. Wakaingia ndani ya ndege hiyo na kisha ikapaa angani. Sikilizeni, tutazunguka hewani kwa lisaa zima. Tukumbuke operation yetu itaanza saa 2 usiku na sasa hivi ni saa 1 kasoro dakika 5. Kila mmoja pumzike kwa ajili ya safari hii. Nadhani tunaelewana. Mkuu wa kikosi hicho alizungumza huku akiwatazama wenzake, wakamwambia, "Sawa mkuu. Ndege hii hainaswi kwenye rada yoyote, hivyo akili zenu zinapaswa kuweza kuielekezea kwenye mission." "Sawa mkuu." Mkuu akakaa kwenye moja ya siti na kuvaa pale earphone zake na kusikiliza tu muziki aliokuwa na upenda. Msikilizaji, upande wa pili mlango wa sebuleni ulifunguliwa. Aliingia mlinzi akiwa ameongozana na daktari ambaye Katha alimpatia jukumu la kupima mfupa wa mwili wa Eddie. "Karibu sana dokta." Mwanamama Katha alizungumza huku akipeana mkono na daktari huyo. Shukrani sana mkuu." Nadia naye akafika sebuleni hapo. "Naamini vipimo vimekwenda sawa dokta." Ndiyo mkuu, nimepima kwa umakini wote." "Okay, sawa. Majibu ya DNA yanasemaje?" Mheshimiwa, majibu ya DNA yanaonyesha kwamba mwili uliozikwa pale sio wa Rais Eddie." Katha na Nadia kwanza wakatazamana. "Dokta, una uhakika?" 100% madam. Nimepima kwa umakini wa hali ya juu na hicho ndicho kilichoonyesha. Japo hata mimi nimeshtuka sana kuona kwamba mwili sio wa Rais Eddie." Daktari alizungumza huku akimkabidhi Katha majibu ya karatasi hiyo. "DNA ni ya nani sasa?" Nadia aliuliza hilo swali na dokta akasema, "DNA hiyo nilivyoitafuta kwenye mtandao imeonyesha ni ya mtu anayeitwa Wilson." Shenzi. Mwanamama Katha alizungumza kwa hasira kweli. Nadia akamuuliza, "Mama, unamjua huyo Wilson?" "Ndio namjua. Alikuwa ni mlinzi wa babako." "Mkuu, inawezekana kwenye ile ajali iliyotokea labda mwili wa Rais Eddie uliungua sana na ukawa majivu, na ili kuweza Nimekuelewa dokta, ishi hapo." Mwanamama Katha alimkatisha dokta na akatoa ishara kwa mlinzi wake, akatoa pale bahasha ya kaki kubwa iliyokuwa imetuna vibunda 4 vya pesa. Akamwambia, "Chukua hiyo pesa na hili ulilolipima hapa usimweleze mtu yote. Kaa kimya. Endapo siri hii utaitoa, uwe tayari kukumbana na chochote kitakachoweza kukutokea ikiwamo kupoteza familia yako." Mwanamama Katha alizungumza kwa msisitizo na kumfanya daktari huyu kuchukua bahasha hiyo na kisha akachungulia ndani. Nashukuru sana madam." Katha alitoa ishara kwa daktari na daktari akanyanyuka na kutoka ndani hapo. "Sasa nimeamini kwamba Eddie yuko hai." "Tunafanyaje mama?" "Niletee sigara zangu." Katha alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi. "Hapana mama, huwezi kuvuta sigara." "Mama, hivi hujionea huruma? Hujue kwamba afya yako inaweza kuwa hatarini?"
Basi niletee whisky. Katha alizungumza kwa hasira. Nadia alimtazama mama yake kwa sekunde kadhaa na kisha kaelekea eneo lenye kabati la vinywaji. Alichukua pale chupa ya whisky pamoja na glasi. Usisahau na barafu. Nadia aliweka vipande kadhaa vya barafu kwenye glasi hiyo na kisha kammiminia kiasi cha pombe hiyo kali mama yake na kisha kamkabidhi. Eddie safari hii ni lazima atakufa tu. Mwanamama Katha alilalama huku akinywa pombe hiyo. Mama, ujue mimi nina swali. Uliza. Mdogo wangu yuko wapi? Nani? Mtoto wa mama mdogo Nadia. Si uliniambia alizaa na Eddie? Sawa, ulimuua mdogo wako. Je, mdogo wangu yuko wapi? Nadia, wakati huu sio kuulizana maswali yasiyokuwa na msingi. Maswali yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Sijui unaelewa? Kichwa changu hakipo tayari mimi kuyajibu maswali ya aina hiyo. Mama, kumbuka nina haki ya kumjua. Alikuwa na makosa, alikuwa ni mdogo wako na mzee, ila sio yeye. Na ndio maana sijamuua. Sasa kama hujamuua yuko wapi? Nadia, hebu niache. Naenda kulala. Nimechoka, kichwa changu kina mambo mengi. Mwanamama Katha alimalizia pale kiasi hiko cha pombe na kuanza kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Aliingia chumbani kwake na akajibwaga kitandani. Nadia akatoka nje huku akiwa na hasira kweli kweli. Nipeleke klabu yoyote, akili yangu haiko sawa. Nadia alizungumza huku akiwa amejawa na hasira. Hey, tuondokeni jamani. Nahitaji niondoke mimi na wewe tu, sihitaji mlinzi mwingine. Sawa madam. Nadia aliingia ndani ya gari na mlinzi wake akaanza pale kuendesha gari hilo taratibu na kuondoka nyumbani hapo majira ya 1:30 za usiku. Boss, naweza kukuuliza? Uliza. Mbona umejawa na hasira na sio kawaida yako? Sipo sawa. Una nini? Mambo yamenichanganya Rozi. Pole sana. Nashukuru. Ukimya ulitawala ndani ya hiyo gari. Rozi, unajua ni wapi wanapopatikana wanaume wa kununua? Rozi akakiweka vizuri kioo kinachomwezesha kumwona mtu aliyopo nyuma ya siti. Kwa hapa Dar es Salaam sijajua mkuu. Ujue nina hamu. Nahitaji mwanaume wa kunisugua kweli kweli mpaka akili yangu ikae sawa. Ila mkuu, ungefanya mazoezi tu. Rozi, na ndio maana kuna kufanya mapenzi na kufanya mazoezi. Mungu tu mwenyewe anajua ya kwamba lazima wakutane wanaume na wanawake. Hiyo ndio njia pekee ya kutuliza hisia za kimwili. Kwani wewe mizuka yako midadi yako unaitolega wapi? Mkuu, kazi inanifanya nisisikie hayo mambo. Ina maana wewe huguswi? Naguswa mkuu, ila kazi kwanza. Hebu nipeleke klabu, nitajua mimi mwenyewe cha kufanya. Nadia alizungumza kwa msisitizo na kumfanya mlinzi wake ambaye ni wa kike kuendesha gari mpaka kwenye moja ya kasino kubwa mno. Nipatie kofia nisijulikane. Rozi alimpatia Nadia kofia pamoja na miwani. Akachangua pale nywele zake alizokuwa amezibana kwa nyuma na kisha akavaa pale kofia hiyo pamoja na miwani vilivyomfanya kubadilika muonekano wake, na kwa pamoja wakaingia ndani huku wakiwagonga pale mabouncer mlangoni ili kuweza kuingia na bastola alizokuwa amezificha viunoni. Naam, kwa upande wa pili tunapata kumwona Vivian akawa anamwambia Ryan chakula tayari. Vivian alizungumza na hii ni mara baada ya kumaliza kuandaa chakula na kukiweka mezani. Ryan akanyanyuka pale kwenye sofa lilokuwa amejilaza na kwa pamoja wakajumuika pale mezani. Walianza kula taratibu huku wote wakiwa kwa kimya kabisa. Unaonekana hapa Dar es Salaam wewe ni mgeni? Ndio. Upo kikazi au biashara? Okay, sawa. Kiukweli naomba unisamehe kwa maneno yangu niliyozungumza pale awali. Sikupaswa kukuhoji maswali, hususan swali kama lile. Usijali. Ryan alijibu kwa ufupi na kumfanya Vivian kukaa kimya kwa muda, huku akiendelea kumchunguza Ryan na kuanza kuona mvuto uliokuwa na Ryan. Ryan akagundua udadisi ambao Vivian alikuwa anaufanya kwake. Ujumbe mfupi ukaingia kwenye simu ya Ryan, akaufungua na kuona picha 4, moja ikiwa ni picha ya kasino huku 3 zikiwa ni Nadia akiwa na mlinzi wake. Yakafuata pale maandishi mengine ambayo ilikuwa inasomeka, yupo jijini Dar es Salaam, kazi ni kwako. Ujumbe na picha hizo zilikuwa zimetoka kwa Eddie na kumfanya Ryan kushusha pumzi huku akimtazama Vivian usoni mwake. Kuna watu nahitaji kuweza kukutana nao, sijui unaweza kuniazima gari lako nikaenda kukutana nao na nikamaliza kisha nikarudi. Sawa. Ni swala la biashara. Nahitaji kufungua yadi kubwa ya kuuzia magari, hivyo lazima nikutane na watu kadhaa ambao tutaweka mambo sawa.
Oho, kumbe unaifungulia sehemu gani? Nikirudi nitakujulisha, ila kwa sasa ni vyema nikaenda kwanza kwenye hiko kikao. Itakuwa ni jambo zuri sana kutokuweza kuwachelewesha. Sawa basi, malizia kula, utanikuta hapa. Ila ikiwezekana ubadilishe namba ya gari, kwa maana kwamba hiyo namba unaifahamu marafiki wa Victor. Kuna plate number huwa ninazitumia ambazo hawazijui. No, okay, sawa. Vivian aliingia ndani na kisha karudi na namba 2 za gari hiyo. Rani akabaliza pale kula na kisha akavaa suti yake yenye rangi ya dark blue. Wow, mpendeza sana. Unaonekana ni handsome boy wewe. Shukrani sana. Na kwamba basi usichelewe, kwa maana kwamba mimi mwenyewe naogopa kaga peke yangu. Siku zote wagona kana nani ukija peke yangu? Iweje leo ndo uogope kukaa peke yako? Okay, usijali, nitawahi kurudi. Vivian alitabasamu na kumfanya Rani kumkonyeza na kisha wakatoka nje. Rani akaondoka na kumwacha Vivian akifunga pale geti na mlango wa mbele, na kisha kazima taa za ndani na kukaa sebleni na kuanza kufuatilia tamthilia anazozipenda kwenye runinga. Rani aliyazidi kuyapita magari aliyokuwa anakutana nayo barabarani ili kuwahi kufika katika kasino aliyokuwa ametumiwa picha za Nadia, mwanamke ambaye alishawahi kulala naye. Kwa sura hii hawezi kunifahamu. Rani alizungumza huku akiwa anasimama kwenye foleni ya mataa. Alifanikiwa kufika katika ghorofa refu lilipo hiyo kasino. Alitoa pale wallet yake mfukoni na kutazama kadi za benki alizokuwa nazo, na kisha kairudisha mfukoni. Akashuka ndani ya gari hilo. Kwa uvaaji aliyokuwa amevaa Ryan na gari aliyokuwa anaiendesha, ni dhahiri shairi wadada waliomuona akishuka ndani ya hiyo gari hawakusita kumkodolea macho na kumtamani, kwani alikuwa anaonekana ni kijana wa makamo na mwenye pesa zake. Hai, dada mmoja alizungumza huku akimpongia kijana Ryan, ambaye Ryan alitabasamu ndo na kuingia ndani ya kasino hiyo iliyochangamka na ilikuwa ina wingi wa watu. Akatafuta sehemu ya vinywaji, akasimama eneo hilo huku akiwa anatazama watu waliopo ndani hapo. Akafanikiwa kumwona Nadia akiwepo kwenye moja ya meza, huku ikiwa imezungukwa na watu waliokuwa wanacheza kamari. Rani akatembea hadi kwenye hilo dirisha la kununulia kete za kamari, akatoa pale kadi yake moja ya benki kwa ajili ya kununua hizo kadi za kamari. Muuzaji akamuuliza, unataka za kiasi gani? Milioni 3. Kwa ile kapewa kete zenye thamani ya milioni 3, na baada ya malipo kuweza kufanyika kwa njia ya mtandao, Rani akarudishwa kadi yake ya benki. Akaisogelea meza aliyokuwa amekaa na macho yake yakagongana pale na macho ya Nadia. Nadia ambaye alijikuta akipigwa na butwaa. Mkuu, ni zamu yako kucheza. Rose ilibidi amnongoneze Nadia, ambaye Nadia alibaki tokiwa ameshika ile karata zake 3 mkononi huku akiwa anamtazama Ryan. Ryan alikuwa ni bonge moja la handsome. Nadia kazibwaga zile karata mezani huku akiwa amezifunua na akawa ndo mshindi wa mzunguko huo. Akazisogeza kete alizozishinda karibu yake. Mzee mmoja aliyekuwa ameliwa pesa zake, kete zake zote alikuwa ameliwa pia, akanyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekikalia na kumpa nafasi Ryan kuendelea na mzunguko wa mchezo huo. Nadia kwanza akamtazama Ryan na wote wakajikuta wakitabasamu. Jambo hilo likamfanya Nadia kujikuta akianza pale kuvutiwa na Ryan. Milioni 2 twendeni, Nadia alizungumza huku akisogea pale katikati ya meza hiyo. Kete zenye thamani ya milioni 2. Wachezaji wote 6 wakaweka kete zenye thamani ya milioni 2 na karata zikaanza kuzungushwa kwa wachezaji wote. Mchezo katika meza hiyo ulianza pale kuwavutia baadhi ya watu kusimama pembeni ya meza hiyo na kutazama. Mzunguko huu akashinda mzee aliyekuwa amezungukwa na wasichana wawili waliokuwa wamevalia nguo ya ndani tu pamoja na sidiria. Kijana, umebakiwa na milioni 1. Hivyo utatufanya tucheze na milioni 1. Mzee huyo alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake na akaanza pale kucheka kwa kejeli. Hakuna shaka mzee. Ryan alizungumza na akazisogeza kete zake zote alizokuwa amesalia nazo na kuwafanya wachezaji wengine akiwemo Nadia kuweka kete zenye thamani hiyo. Kwa bahati nzuri Ryan alifanikiwa kushinda mzunguko huo. Wow. Unaonekana ni mtaalamu eh? Nadia alizungumza kwa kimtazama Ryan. Sio sana. Ryan alizungumza kwa sauti nzito iliyomfanya Nadia kupagawa, kwani anapenda wanaume wenye muonekano mzuri na wenye sauti nzito kama Uncle Jay. Uncle Jay na sauti nzito nzuri na ana muonekano wa kuvutia kweli kweli kwa warembo. Hatari. Bwana, upande wa pili makomando 10 wakasimama huku kila mmoja akiwa amevalia begi la parachuti mgongoni mwake. Huku katika macho yao walikuwa wamevalia miwani zinazowawezesha kuona katika giza. Kila mmoja kavaa kifaa maalum chenye gesi ya oxygen inayowasaidia kupumua wakiwa angani, kwani wako mbali mrefu sana kutoka ardhini. Tusikilizane, mkuu wao alizungumza huku akiwa amesimama katikati yao.
Operation hii jina lake ni Kathe 1. Zimebaki dakika 4 turuke na tunakaribia usawa wa nyumba aliyopo. Kila mmoja bunduki yake ifunge silencer. Operation hii ni ya kimya kimya. Tunaelewana? Ndio mkuu. Baada ya kumaliza kuzungumza akasimama katika mlango wa nyuma katika ndege hiyo. Taratibu mlango huo ulianza pale kufunguka kuelekea chini. Baada ya kukaa sawa, akatazama saa yake mkononi na kuona imesalia dakika 1 huku taa nyekundu ikiwa imemwakia. Akanyosha pale mkono wake juu na kukunja ngumi ikiwa ni ishara ya kusubiria. Taa ya kijani ikawaka, akakunjua vidole vyake na akaanza pale kuchezesha kiganja chake na kuwafanya vijana wake kuanza kuruka kuelekea nje. Na walipotimia 9, kisha na yeye akaruka na kuanza kuelekea sasa chini, huku akipita katikati ya mawingu mazito yaliyokuwa yametanda angani kuelekea ardhini, ambapo ndipo ilipokuwa nyumba aliyopo Katha. Kwa ujuzi na kasi wanayoshuka nayo kutoka mawinguni, wakafungua pale maparachuti yao. Zimeni. Mkuu wa msafara huo alizungumza na mtaalamu wa AT waliokuwa wamemwacha kwenye godown lao, akidili na kufuatilia operation hiyo inayoonekana moja kwa moja hadi alipo Eddie, kwani kila mmoja alikuwa amevaa katika miwani yake. Upande wa kushoto kulikuwa kuna kamera yenye uwezo kurekodi matukio kwenye giza na hata pia kwenye mwanga. Umeme mtaa mzima ukakatika na kuwafanya walinzi wa Katha kuanza kutazama nyumba za majirani, na bahati nzuri umeme ulikuwa umekatika mtaa mzima. Wamekata umeme. Mlinzi mmoja alizungumza na kuwafanya wenzake waendelee pale kuimarisha ulinzi. Kufumba na kufumbua, mvua ya risasi zilizotoka bila milio zilianza kuwamwagikia. Makomando wa Eddie wakatua ardhini, huku 4 wakitua katika eneo la nyumba ya Katha, huku wengine wakitua mitaani na kudhibiti watu wote ambao ni Scorpion wanaoishi katika mtaa huo. Dakika 2 tu. Mkuu wao alitoa maelekezo ya kwenda na muda, kwani walikuwa wamepanga ndani dakika 5 hadi umeme utakapoweza kurejea. Basi wao wameshawadhibiti walinzi wote wanaomlinda Katha. Kwa ishara ya vidole akawaelekeza wenzake wawili kubaki eneo la nje katika nyumba ya Katha mara baada ya kuwaua walinzi wote. Yeye na wenzake wakaingia ndani. Akatoa ishara pale wenzake kukagua vyumba vya chini, huku yeye akipanda gorofani kukagua vyumba vya juu, huku kila mmoja akiwa amevalia miwani inayomwezesha kuweza kuona usiku. Clear. Anayekagua chini alizungumza huku akianza kupandisha ngazi kuelekea juu. Mkuu wa kikosi hicho akakagua pale vyumba viwili vilivyopo juu na havikuwa na mtu. Akafika chumba cha mwisho, akashusha pumzi nyingi na taratibu akashika pale kitasa na kuingia ndani. Kwa bahati nzuri akamwona Katha akiwa amejilaza kitandani huku akikoroma. Akatazama pale chupa ya whisky iliyopo pembeni pamoja na glasi, ilikuwa inaashiria kwamba Katha alikuwa amelewa mno. Alifunua pale shuka na akaitoa bastola iliyopo chini ya mtu aliyokuwa amelalia Katha. Akatazama saa yake, zimesalia dakika 2 kabla umeme kuweza kurejea. Baada umeme kurudi akawasha taa na kumfanya Katha kukurupuka. Shh. Nyamaza. Mkuu wa operesheni hiyo alizungumza kwa akiweka pale kidole chake mdomoni. Wewe ni nani na umeingia kufanya nini? Katha alizungumza huku akitafuta bastola yake chini ya mto, ila mkuu wa operesheni hiyo akamwonyesha Katha bastola hiyo anayoitafuta. Kama unataka kuniua, niue sasa hivi. Kwa maana ukishindwa kuniua sasa hivi nitakuua wewe. Na ufia kusema kwamba hutoweza kuniua, kwa maana kwamba watu wako wote uliongozana nao, roho zao kwa sasa ziko mbinguni, zinahesabiwa kwa madhambi waloweza kuyafanya. Kama uamini, chungulia dirishani. Mwanamama Katha akakurupuka kwa haraka akachungulia dirishani. Hakuamini kila alichokuwa nakiona, kwani walinzi wake wote umeuawa na miili yao ilikuwa imepangwa sehemu moja. Nyinyi ni akina nani? Na unataka nini? Katha alizungumza huku akiwa amejawa na wasiwasi wa hali ya juu na pombe zote zilikuwa zimemtoka kichwani. Sio vyema nikajitambulisha kwako, ila una simu yako hii hapa. Kweli simu ya huyu komando ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kisha akapokea. Ilikuwa ni video call. Akamwona pale Rais Eddie. Mkuu anahitaji kuzungumza na wewe. Komando huyu akamkabidhi simu hiyo Katha. Alikuwa ameipokea kwa kutetemeka. Alishtuka sana mara baada ya kumwona Eddie. Katha akamtazama komando huyo na kisha taratibu akakaa pale kitandani huku akipatwa na kigugumizi cha kuzungumza. Hello, my dear ex-wife. Eddie alizungumza kwa kitabasamu. Hi. Katha alijibu huku mapigo ya moyo kidunda kwa kasi ya ajabu mpaka jasho lilianza kumtiririka. Eddie akasema, usiogope sana kwa maana hawezi kukua. Eddie alizungumza kwa kitabasamu. Mwanamama Katha akajaribu kumeza mate, ila kinywa chake kilikuwa kimekauka na mate ni ya kuyatafuta.
Eddie akakaa kimya kwa dakika kadhaa huku akimtazama mwanamama Katha alikuwa anamwagika na jasho. Nimekaa kimya nikijaribu kuvuta kumbukumbu zangu siku ambayo nilikukuta barabarani ukiwa umeharibikiwa na gari. Ulikuwa ni binti mdogo, mzuri, mwenye adabu, tofauti na Waarabu wenzako. Nilivutiwa na wewe, ukavutiwa na mimi. Tukapita kwenye changamoto nyingi sana mpaka tukaingia Ikulu pamoja na kutoka Ikulu pamoja na hatukuachana. Tukarudi Ikulu pamoja na hapo ndipo ukapata akili mpya. Je, uhuru niliokupatia ndio ulikufanya ufike hapa tulipofikia, si ndio? Scorpion ambayo tulipambana nayo kwa maisha yetu yote mpaka tukaizika, leo hii imekutia ujeuri na kiburi na kufanya upuuzi uliweza kufanya, si ndio? Katha alivuta pumzi nyingi na kisha kaishusha chini. Je, unategemea nikuombe msamaha? Nikupigie magoti na kukuambia nisamee, Eddie, si ndio? Katha alizungumza kwa dharau huku akibenua midomo yake. Eddie, sijuti kwa chochote nilichokifanya kwako na hao wapuuzi wenzako. Kwani ulianzisha hii vita na mimi ndo nikakwenda sasa kuimaliza. Siogopi kufa. Yule Katha mnyonge, mpole, mtaratibu alishakufa miaka hiyo, sio sasa Eddie. Katha alizungumza kwa hujamini huku wasiwasi na uoga wote umempotea. Eddie alibaki tu kumtazama Katha. Katha akasema, mwambie huyu kibaraka wako anipige risasi, nife, la sivyo nitawaua. Huna uwezo kufanya hivyo. Ilo nahitaji tuzungumze kama wazazi. Kwa nini umeamua kumuingiza Nadia kwenye vita isiyomhusu? Vita yetu ni mimi na wewe na sio mtoto wangu. Hilo ndilo linaloniumiza moyo. Huyu sio mwanao, koma, na pia sio damu yako huyu. Sawa, sio mwanangu, ilo mtoe kwenye hii vita maana haimhusu. Nikwambie kwamba hili ule ulifanya, ninakwambia lazima Nadia alipize. Lazima alipize, hata kama ukiniua atalipiza tu. Na nikwambie nitakutafuta mpaka kuzimu. Nihakikishe ninakuwa kwa mikono yangu mimi mwenyewe, mpumbavu mmoja wewe. Wacha we. Sawa, nimekuelewa dear ex-wife. Ila nakupa onyo. Mwambie rais wa Marekani, yule kibaraka wako, asithubutu kuwatumia wa Israel na IS kuleta vita yao ndani ya Syria. Nitayangamiza hayo mataifa matatu na hao wagombea wako waambie wasahau kuhusiana na rais wa Tanzania. Endapo watafanya upuuzi wote, nitawaua wao na familia zao, kwa maana ya kwamba kama ninaweza kumuingiza mpelelezi ndani ya kambi yako na akaja kukuambia siri alizozitoa pangoni mwangu, jua ni yeye aliniambia juu ya safari yako ya Marekani na Tanzania. Hapo mwanamama Katha kashtuka sana huku picha mzee Dickson ikamjia kichwani mwake. Nisikilize Katha, Tanzania ni nchi yangu. Nimepigana maisha yangu kuhakikisha kwamba ninailinda nchi yangu. Umeweka vibaraka walioharibu nchi. Ila nikwambia tu jambo moja, safari hii ninakwenda kuirudisha Tanzania kwenye hadhi iliyokuwa nayo hapo awali. Sasa waambie wapuuzi wenzako wasijaribu kugombania kiti cha urais. Nadhani umenielewa. Eddie alimchimba mkwara mwanamama Katha aliyejikuta kinyong'onyea. Watu wangu walileta salamu hizi tu, na endapo utarudia tena upuuzi wako kunitafuta au kumsaka Judy, Willy na Ryan, basi tambua nitakuwa. Nilijua kila kitu kuhusiana na wewe. Ninajua ni wapi ilipo kambi yako, uwezo wako, kila kitu chako, washirika wako. Kama nilifuta Scorpion mzizi wenyewe, usije ukajidanganya kama siwezi kukufuta wewe uliyeikuta tu juu. Unanijua vizuri. Mimi ni mtu ninayetelekeza maneno yangu. Sina utani na ninachokizungumza. Eddie alizidi kuzungumza kwa msisitizo. Na utambue kwamba huna jeuri tena kuendelea kutawala Tanzania na Scorpion yako. Hiyo Scorpion yako iendelee kufanya kazi katika nchi nyingine, ila sio Tanzania. Kwani utayagharimu maisha ya watu wako na watu wengine. Nadhani tunaelewana. Malizia usingizi wako na ukiamka utazika watu wako. Nimemaliza. Una lingine la kuzungumza? Eddie, nakwambia utalipa. Mwana haramu mmoja wewe, mshenzi malaya mkubwa wewe. Katha alizungumza kwa hasira na kuipiga simu hiyo kutani. Komando akachomoa pale sindano yenye dawa ya usingizi, akamchoma Katha shingoni mwake na taratibu akaanza kulegea na kulala 444.
akamlaza na kisha akairudisha bastola yake chini ya mto huku akiitoa magazine na kisha akazitoa risasi zote ndani ya magazini hiyo akaiweka juu ya meza. Akaokota simu yake na kisha akasema, "Tuondokeni, andaeni magari." Kiongozi wa makomando hao alizungumza na wakatoka ndani ya nyumba ya Katha, wakaingia katika gari mbili aina ya Toyota V8, wakawapitia wenzao waliodhibiti mtaa huo wa Katha na kisha wakaondoka hilo eneo kwa kasi mno. "Kila mtu yuko salama, si ndio?" "Ndio mkuu." "Kazi nzuri." Wakaelekea moja kwa moja eneo la Tegeta katika ufuko wa bahari, wakapanda boti ya mwendo kasi na kuondoka jiji la Dar es Salaam. Naam, msikilizaji, mchezo wa kamari huku upande wa pili ulizidi kusonga mbele mpaka wakabaki Rani na Nadia kwenye meza hiyo, kwani wengine walikuwa wamepunwa pesa zao, yani wameliwa pesa zao zote. Watu wanaofuatilia kamari hiyo wakagawanyika katika makundi hayo mawili, wapo wanaomshangilia Nadia, wapo wanaomshangilia Ryan. "Tuweke kete zetu zote, atakayeshinda basi ndo bingwa." Nadia alizungumza mara baada ya mchezo kuwa mgumu kwao, kwani walikuwa wanapishana katika kushindana. Ryan akasema okay fresh. Ryan alizungumza huku akisogeza kete zake zote na Nadia naye akafanya hivyo. Kila mtu akakabidhiwa pale karata zake na mchezo kaendelea. Yes. Nadia alizungumza huku akishangilia mara baada ya kushinda mzunguko huo na kuwafanya yeye na timu yake kushangilia kweli kweli. "Hongera sana." Ryan alizungumza huku akimtazama Nadia. "Asante." Ryan akasimama huku akifunga kifungo cha koti lake la suti na akaelekea eneo la vinywaji. "Pole rafiki yangu." Ryan alisikia sauti nyuma yake na akamfanya geuke. "Nashukuru sana. Hongera na wewe pia." Alijibu huku akimtazama Nadia akikaa kwenye kiti kirefu kilichopo eneo la counter. "Asante. Nitalipia bila kinywaji chake." "Usijali, nitalipa mwenyewe." "Hapana bwana, nitakulipia kwa usiku huu." "Naitwa Nadia." "Naitwa Brian." "Wow, una jina zuri kama ulivyo mwenyewe." "Nashukuru." Mlinzi wa Nadia akamsogelea pale na kumnongoneza, Mkuu, pesa yote imeshaingizwa benki." "Okay, sawa." Unajishughulisha na nini mjini hapa handsome boy?" "Mimi ni mfanya biashara. Nataka kuwekeza kwenye biashara ya magari." "Oh wow, sawa sawa. Umeoa eh?" Rani akaonyesha vidole vyake vikiwa havina pete. "Maanake ni kwamba hujaoa?" "Yeah." "Je, mchumba?" Yupo, ila ndo hivyo tunapishana mara kwa mara." Picha kadhaa zikaingia katika simu ya mlinzi wa Nadia, akazifungua na akajikuta kishtuka mara baada ya picha za CCTV kamera kuonyesha ulinzi wote wameuawa. "Mkuu, inabidi uone hii." "Kuna nini bana?" Hapo Nadia alikabidhiwa simu, akatizama picha hizo, alishtuka mno. "Handsome, kwa heri, nimpata dharura." Nadia alizungumza kwa kiweka noti ya $100 chini ya glasi yake yenye whisky na kisha wakatoka ndani hapo huku akimpigia simu mama yake. Wakaingia ndani ya gari na kuondoka kwa kasi mno. Mama hapokei simu. Nadia alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno. "Imekuaje kwani?" "Hata mimi sijui mkuu. Nimetumiwa kutoka makao makuu hizo picha." "Shit, mamaangu." Nadia alizungumza huku machozi yakimlengalenga, japo ni kwa mara kadhaa anakorofishana sana na mama yake, ila anampenda sana na yuko tayari kuona mama yake anakumbwa na hatari yoyote. "Hebu ongeza spidi ya gari." "Sawa mkuu." Nadia alijaribu kumpigia mlinzi wa mama yake, ila naye akawapokea simu, jambo lilomfanya zidi kuchanganyikiwa. Wakafika nyumbani, wakashuka kwenye gari huku wakiwa na bastola mkononi, wakaingia ndani ya nyumba hiyo wakiwa kwa makini mno. Uuaji uliofanyika uliwashangaza sana, kwani walinzi anaowaamini na wenye mafunzo makubwa walikuwa wameuawa kikatili mno. "Mama." Nadia alizungumza huku akikimbilia ndani. Alipandisha moja kwa moja hadi gorofani na kuingia chumbani kwa mama yake. Alimwona mama yake akiwa amelala kitandani huku risasi zikiwa zimezagaa sakafuni. Magazini ya bastola mama yake iko mezani huku ikiwa haina risasi hata moja. Kitendo cha kumwona mama yake akihema vizuri huku akiwa yuko usingizini, alijikuta kishusha pumzi taratibu. Akamkagua, alikuwa hana jeraha la aina yoyote mwilini. "Vipi? Mama yuko usingizini?" Nadia alimjibu mlinzi wake huku akimtingisha mama yake. "Inaonekana amechomwa sindano ya usingizi." Mlinzi wa Nadia alizungumza huku akimtazama shingoni mwana mama Katha, ambaye sehemu iliyochomwa sindano hiyo ilikuwa ina damu. "Hebu
piga simu makao makuu, nahitaji walinzi wengine na ndege mamangu iandaliwe. Tunaondoka nchini Tanzania sasa hivi, na waambie kwamba wahakikishe waliofanya hili tukio wanasakwa popote walipo, na hakikisha unamfahamisha rais wa hii nchi, hakikisha anaagiza vyombo vyake vya ulinzi vyote kuwasaka kila sehemu wa wauaji. Umenielewa? Ndio mkuu. Nadia alitoa maagizo huku akiwa amejawa na hasira kali, kwani kuondoka kwake muda mchache kumepelekea maafa makubwa kwa mama yake na timu nzima ya walinzi inayowalinda, jambo ambalo hatokubali lipite bure. Ni lazima wote waliohusika wawajibishwe. Je, wataweza? Hebu shika huko tumbebe mama. Nadia pamoja na mlinzi wake wakasaidiana, wakambeba mwana mama Katha mpaka ndani ya gari. Ngoja niendeshe mwenyewe, wewe fanya nilokuagiza. Sawa. Nadia alianza kuendesha gari hilo kuelekea uwanja wa ndege, huku msaidizi wake akipiga simu kwa rais na kumwagiza kupeleka vikosi vya polisi katika nyumba ya mwana mama Katha ili wafanye upelelezi kujua ni nani amehusika na hilo tukio. Basi kweli wakafika uwanja wa ndege, wakapokelewa pale na msaidizi wa Katha pamoja na walinzi wengine wa Scorpion. Ulikuwa wapi yote haya yanatokea? Na ninakupigia simu kwa hupokei. Nadia alizungumza kwa hasira huku akimtazama msaidizi wa mama yake. Akasema, mkuu, madam alinituma kukutana na mmoja wa shirika wetu na alikuwa hapa uwanjani, anatoka Dubai kuelekea Zanzibar. Hivyo nilikuwa na mkutano naye na wakati unapiga simu ilikuwa iko silence. Unazingua. Hakikisheni mnaondoka na mamangu. Mimi nitadili na hawa washenzi. Mkuu, nimekwambia ondokeni na mamangu. Tunaelewana? Nadia alizungumza kwa msisitizo na hapakuwa na wakupinga amri yake. Unabaki, Nadia alimwambia mlinzi wake. Sawa mkuu. Ndege kubwa yenye uwezo wa kusafiri masafa marefu iliyokuwa inamilikiwa na mwana mama Katha taratibu iliondoka uwanja wa JK Nyerere, huku Nadia pamoja na mlinzi wake wakisindikiza tu kwa macho mpaka inapaa angani, na wao wakatoka uwanjani hapo na kuingia ndani ya gari. Shit. Nadia alizidi kutukana huku akipiga usukani wa gari hiyo kwa hasira. Rozi, ndio mkuu. Una silaha za kutosha? Ndio, zipo kwenye chemba. Nahitaji uniandalie timu ya wasichana 4 ambao wewe unawaamini kutoka makao makuu waingie nchini Tanzania kesho. Nahitaji kuunda kikosi kitachokomesha waliohusika kwenye hili tukio. Hakuna shaka mkuu. Unakumbuka kikosi changu cha awali jinsi kilivyokuwa? Ndio madam. Nahitaji watu kama wale. Nitalizingatia hilo mkuu. Nadia aliwasha gari na wakaondoka eneo hilo na kurudi eneo ilipokuwa nyumba yao, na wakakuta pale tayari askari umeshafika mtaani hapo na kuweka chini ya ulinzi mtaa huo, kwani karibia nyumba zote zilikuwa zina maiti ndani. Mkuu, hapa sio sehemu ya kuweza kuingia. Inabidi tuondoke kukwepa macho ya waandishi wa habari, kwa maana kwamba kamera zipo kila sehemu, waandishi wa habari wapo. Rose alimshauri Nadia huko akiwa wako ndani ya gari. Okay, sawa. Tumepoteza watu wangapi? Bado sijapata idadi kamili mkuu, ila hapo baadaye tutajua ni watu wangapi tumepoteza. Okay, sawa. Wakaondoka eneo hilo na kwenda katika nyumba nyingine ambayo ipo maeneo ya Mbezi Luis. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili taratibu kijana Ryan alisimamisha gari yake mbele ya geti la nyumba ya Vivian. Vivian akatoka na kufungua geti na Ryan akaingiza gari ndani. Hey, bado tu hujalala? Hapana, sijalala, nilikuwa nakusubiria wewe. Pole nimekuchelewesha. Usijali, pole na kikao. Asante, nashukuru pia kimekwenda vizuri. Ryan alizungumza huku akiwa anaingia ndani. Alivua koti lake na kabla hajaliweka juu ya sofa, Vivian akalipokea. Ngoja nikakuwekea ndani. Okay, sawa, nitalala hapa sebuleni. Why? Chumba chenye kitanda ni kimoja, hivyo si vyema ukalala chini. No, twende bwana ukalale ndani, hakuna tatizo. Vivian alizungumza huku akimtazama Ryan kwa macho ya matamanio, jambo ambalo Ryan alishalitambua vizuri kabisa. Nakuomba. Vivian alizungumza kwa sauti ya kudeka huku akimsogelea Ryan karibu. Wakatazamana kwa sekunde kadhaa na kwa kasi wakaanza pale kunyonyana pale mabuso, huko kila mmoja akionekana kuwa na uhitaji wa mwenzake. Hapakuwa na nafasi ya kuelekea chumbani zaidi ya Ryan kumlaza Vivian juu ya moja ya sofa la watu watatu, na kisha akatoa pale bukta yake ile kimitego aliyokuwa ameivaa huyu mwanadada Vivian. Akayapanua pale mapaja ya Vivian. Alianza pale kumnyonya epo lake taratibu huku akimfikicha kwa kidole chake kupelekea Vivian kuanza sasa kumwagika na vilio vya raha.
Jamani wewe kaka. Ni Vivian huyo, alikuwa analia kwa utamu kweli kweli. Ryan alizidi kuonyesha mautundu yake kwenye eneo la mapenzi ambalo kutokana na mishemishe za maisha zimemfanya kuto kukutana na mwanamke kwa muda mrefu mno. Baada ya kuhakikisha kabisa anamwandaa Vivian vizuri, alivua pale suruali yake taratibu, akaanza kulila apple la Vivian aliyekuwa amejikuta kimwagia sifa nyingi mno Ryan. Kwani kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo jinsi utamu ulivyokuwa unazidi kumkolea. Vivian alilala, alifika kileleni mara 3 huku Ryan akifunga pale goli moja maridadi kabisa lililofanya Vivian kumkumbatia kwa nguvu kwa kihema mithili ya mwanariadha mchanga kwenye mbio ndefu. Yaani baby asante. Vivian alizungumza kwa sauti ya mahaba huku akiendelea kumkumbatia Ryan. Asante na wewe. Jamani kumbe mapenzi matamu hivi. Unamaanisha nini? Mimi sikuwahi kufika kileleni zaidi ya mara 2 ila kwako nimefika mara 3 kwenye mzunguko mmoja jamani. Haijawahi kunitokea. Kwa nini hujawahi kufika? Jamaa alikuwa hawezi kunikojoza zaidi tu ya mara 2. Haki ya Mungu vile. Mimi sikufichi. Unajua leo nimejiona tofauti kabisa. Kwanza nimefurahia penzi na mimi nimejiona ni mwanamke kati ya wanawake. Mara ya kwanza nilikuwa najihisi labda tu ni mgonjwa. Pole, twende tukaoge. Nimekuudhi? No, ila tusipendi kuongelea maisha ya wanaume wengine hususan kwenye ile tendo. Samani moyo, unajua sikutarajia hayo kunitoka ila nimeropoka tu kwa furaha, naomba nisamehe. Vivian alizungumza kwa sauti ya upole. Nimesahau. Kuna kitu, hebu ngoja kwanza nichukue ndani ya gari. Ryan akavaa pale suruali akatoka nje. Alibeba kopo kubwa la ice cream pamoja na pakiti 2 zilizokuwa zimejaa chips za viazi pamoja na miogo. Na mimi huwa napenda hivi vitu. Jamani baby, asante, umejuaje? Vivian alizungumza kwa furaha huku akimporomoshia Ryan mabusu mfululizo. Alipokea pale zawadi hizo na kuziweka ndani ya friji na kisha wakaelekea kwenda kuoga. Naam, msikilizaji. Monica kwa upande wake alionekana kuzungumza huku akikaa kitako kitandani, akawa anasema watu 58 umeuawa. Hapana bwana. Haki ya Mungu mkuu. Yaani mtaa mzima wenye vyumba zaidi ya 22 watu umeuawa kwa risasi. Hapa napozungumza na wewe maiti zinapelekwa Muhimbili. Kwa nini kuniambia magaidi wameingia nchini Tanzania? Hakuna anayejua mkuu. Hebu ngoja kwa anaelekea makao makuu sasa hivi. Monica akakata simu na kisha akakimbilia bafuni, akaoga haraka na kisha akavaa suti yenye rangi ya kijivu, akaondoka nyumbani kwake akiwa na walinzi wake 2, huku mmoja akiwa ni dereva. Simu Monica ilianza kuita, akaitazama. Hebu simamisha gari na mshuke. Monica alizungumza na dereva kati. Baada ya wao kushuka akaipokea ile simu. Wewe Monica uko wapi? Ni rais ndiye aliyezungumza na Monica akasema anaelekea makao makuu. Sikiliza, kuna mauaji yametokea jijini Dar es Salaam. Nahitaji uende na timu yako ya vijana sasa hivi muondoke kuelekea Dar es Salaam. Nahitaji muhakikishe kwamba wauaji wanapatikana. Nimeagiza mipaka yote ifungwe, viwanja vyote vya ndege ulinzi uongezwe na msako mkali ufanyike. Baharini operation kali ifanyike. Polisi na jeshi nao pia wanaingia mtaani. Unahitaji kuwapata waliohusika. Nadhani umenielewa Monica. Sawa mkuu. Nahitaji unipatie ripoti kila jambo. Hakuna shaka. Monica alishusha pumzi na kisha kashusha pale kioo. Tuondokeni. Aliwaambia walinzi wake na wakaingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo kwa mwendo wa kasi mno. Watakuwa ni kina nani hawa? Waliofanya nini mkuu? Kumetokea shambulizi, mtaa mzima wameuawa jijini Dar es Salaam. Mtaa mzima? Yes. Hata mimi nashangaa mtaa mzima watu wanauliwaje? Tunaondoka kuelekea Dar es Salaam. Ila tufike kwanza makao makuu. Sawa mkuu. Walifika makao makuu ya shirika la X na moja kwa moja Monica akaelekea katika ukumbi wa kuendeshea operation, huku watendaji wa eneo hilo wakiwa kubiza kuendelea kuwasaka wauaji kwa kupitia vyanzo mbalimbali vya teknolojia. Monica kauliza, mmefikia wapi? Mkuu, hatujafanikiwa kupata chochote. Mtaa mzima ulizima umeme kwa dakika 5 na hii ndio rekodi ya CCTV kamera ya mwisho. Kuna hii gari iliondoka katika nyumba hii majira ya saa 1 za usiku ikipita mtaani hapa na kuondoka baada ya lisali moja, na ndipo umeme ulipokatika, na baada ya kurudi hapakuwa na kamera hata moja iliweza kurekodi chochote. Na okay. Hiyo gari mmeitambua ni nani? Hapana, haijasajiliwa na hata plate number zinaonekana ni fake. Msaidizi wa Monica alizungumza huku akitazama gari hiyo kwenye TV 12 kubwa zilizounganishwa na kuonyesha pale kipande kimoja kimoja. Mkuu,
hii gari inaonekana uwanja wa ndege. Mmoja wa vijana wa IT alizungumza. Nani waliomo ndani ya hiyo gari? Monica alihoji. Rekodi zilifutwa, hivyo haikuonyesha nani alikuwa ndani ya gari, kama alishuka au aliondoka. Hebu sikia, andaa listi ya watu 12 wenye uwezo. Baada ya nusu saa tunaondoka kuelekea jijini Dar es Salaam. Piga airport ndege yetu iandaliwe. Sawa mkuu. Hebu hakikisha unanipatia kila taarifa, kwa maana kwamba nitakuwa ndani ya operation hii. Nitasimamia mimi mwenyewe. Sawa mkuu. Monica katoka eneo hilo na kuelekea ofisini kwake. Akashusha pumzi huku akijaribu kuwaza ni nani aliyehusika. Alichukua kifaa cha kufuatilia mazungumzo ya simu yake wala kunaswa, na kisha akakinatisha nyuma ya simu yake anayoitumia, na kisha akapiga namba ya baba mkwe wake. Simu ilianza kuita na kisha ikapokelewa. Ni mimi. Shikamoo mzee. Marahaba mkwe, unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Upo sehemu ambayo tunaweza tukazungumza? Ndio, niko nyumbani. Kuna shambulizi la kigaidi limetokea jijini Dar es Salaam. Kwenye moja ya mtaa watu wake umeuawa kikatili mno. Idadi ya marehemu ni 58. Je, unafahamu ile shambulizi? Wewe ndo unanipa habari sasa hivi. Kiukweli sijui chochote katika hilo. Kweli mzee? Haki ya Mungu binti yangu, na kama ningekuwa najua ningekwambia, ila sitambui chochote. Okay, sawa, nashukuru. Monica alikata simu kwa kihisi kuchanganyikiwa, kwani mauaji yaliyofanyika ni makubwa mno. Hebu nileteni faili lenye picha za maiti. Monica alizungumza huku akiwa ameminya button moja ya simu ya mezani, na maagizo hayo aliyetoa kwa msaidizi wake. Baada ya dakika moja akakabidhiwa faili hilo lenye picha kadhaa za maiti hao. Hivi hawa watu wana vitambulisho? Monica alimuuliza msaidizi wake aliyopo chumba cha operation kwa kutumia simu ya mezani. Akasema hapana mkuu. Nao wanaonekana walikuwa na silaha. Ndio mheshimiwa, ila watu hawa wanaonekana ni walinzi wa mtu mashuhuri sana. Unajua baadhi kwa kuwatazama sura zao zinaonyesha sio wa Tanzania. Je, mnaweza kupata taarifa zao? Mkuu, hao watu tumejaribu kutafuta rekodi zao, hakuna hata mmoja. Okay, sawa. Monica kachakachua pale kichwa chake na kisha akampigia simu Mheshimiwa Rais. Ndiyo Monica. Mheshimiwa, tumejaribu kutafuta taarifa za maiti waliokufa, ila hakuna aliyekuwa na jina wala taarifa yoyote. Je, unaweza kuniambia nini kinachoendelea mkuu? Kwa maana watu waliokufa ni wengi na wote walikuwa na silaha, na inavyoonekana waliuawa na walikuwa wapo katika mission ya kumlinda mtu wao. Je, ni kina nani walikuwa wanamlinda? Monica kamsikia rais akishusha pumzi. Hao ni walinzi wa mkuu wa Scorpion. Mkuu wa Scorpion alikuwa nchini Tanzania. Alikuwa na kikao na sisi. Walinzi wake ndo hao wameuawa. Ila kwa bahati nzuri yeye mwenyewe mkuu hakuwepo eneo la tukio. Kinachopaswa ni kuhakikisha tunawapata wauaji. Monica katamani kuachia msonyo ila akajizuia. Sasa nani ambaye unahisi amehusika na hili shambulizi? Kwa maana ni shambulizi kubwa mheshimiwa, ila linakwenda kutia doa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi. Tunaonekana tufanye kazi yoyote mkuu. Hebu ngoja ninakupigia. Rais akakata simu kwa kishangaa. Simu ya video call ilikuwa inaita kupitia laptop yake iliyopo mezani, jambo ambalo sio la kawaida kwa mtu kupiga kupitia laptop hiyo. Aliipokea huku akiwa na wasiwasi mwingi mno Mheshimiwa Rais. Macho yalimtoka, na hii ni mara baada ya kuona sura rais wa zamani wa Tanzania. Namzungumzia Eddie, ambaye ni siku iliyopita tu walikuwa wamepewa kazi ya kumtafuta, na hiyo kazi walipewa na mkuu wao wa Scorpion. Sasa mwamba ndo huyu hapa kapiga simu, yani kajileta mwenyewe. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto mtu wangu. Monica na timu yake wakiwa wanahangaika kwa kutafuta waliohusika na mauaji hayo. Rais uso kwa uso anakutana na mtaalum master himself wa kuitwa Eddie, ambaye rais anakumbuka kabisa aliambiwa hakikisha unampata Eddie. Sasa Eddie ndo huyu hapo kwenye video call. Itakuwaje? Na Eddie kwa nini kapiga simu? Anataka kusema nini? Bwana, usikose kufuatilia hiki kisa cha ICU Kill Me chapter 5 sehemu ya 6 ndio inayofuata. Mimi naitwa Uncle J. Asante kwa time yako. Bye bye. Tukutana kipande cha 6.